Katika utangazaji katakana ufahamu kuwa yule msikilizaji amesoma sana kushinda mtangazaji. Yeah. Hiyo tutakana ukiana kwenye. Ana uelewa mwingi sana zaidi. Usimwonyeshe msikilizaji kwamba mimi mtangazaji nimesoma sana na mimi na ufahamu mkubwa kushinda yule msikilizaji. Hana makosa makubwa ambayo watangazaji wengi wako nacho. Yeah. Nikapata nafasi ya kwanza kufanyia kazi BBC kuanzia mwaka 2005 mpaka 2010. BBC wakasema Aroshe. Sasa katuo kuna urafiki wangu tulikuwa naye Baraka FM Peter Musembi. Yeye tayari kwa BBC. Sasa kuna watu akaambia bwana huyo Aroshe, huyo makini sana huyo jamaa, mambo ya michezo yaelewa, ni mambo yake. Yuko vizuri. Kuna hizi Champions League za Ulaya, ndio kichambua kupitia BBC, Zanzibar, Uganda, Burundi. Sasa kwa unasikizwa kote kule. Shukrani leo. Nakuelewa. Sasa hapo ndo mimi nikajenga jina zaidi kupitia BBC. Ya, asante sana na kushukuru wewe mtazamaji ambaye umeamua sana siku ya leo kuacha mambo yako na kuamua kutazama Maneno's Joint. Siku ya leo tumekuja na mgeni mwingine ambaye atakuwa na impact kubwa sana katika maisha yetu, kwa maisha yangu mimi na kwa maisha yako wewe. Katika tasnia ya uandishi ni mtu ambaye amejaa kila mahali, ako na uzoefu, ako na experience nyingi sana katika hii sekta na kuomba sana siku ya leo unisaidie kumleta mezani mzee wangu, mzee mkubwa sana mwenye busara na ndani ya Maneno's Joint. We say join the joint. Karibu sana mzee wetu. Kwanza kabisa before niendelee na kuongea, inaweza kuwa kuna zile mtu anaita titles zake ambayo mmoja anaweza kuwa nimeiacha mahali sijakutambulisha naye. Kwanza nasema shukrani sana kwa kunipatia nafasi hii katika hii channel yako. Yes. Na pia nashukuru kwa kuweza kunitambua kama mmoja wa wale ambao wamebobea katika hizo shughuli wenye tajiriba ya miaka mingi. Na ni uhalisia wako hata wala sio kutambua tu. Ni ukweli. Asante. Yeah. Kuna sehemu zingine nikienda huwa navalishwa kofia nyingi. Na mimi najua kitu ninachosema kwamba nashukuru kutokana na watu ambao wamekuwa kunifuatilia kwa muda mrefu tu shughuli hii. Yes. Kwa hivyo kuhusu zile kofia ama zile vile vyeo ambavyo umesema kwamba kama pengine kuna kimoja nimeacha, kuna kofia moja ama kuna cheo kimoja pengine umekisahau. Mimi siwezi kusema, pengine ni wale wafuasi mashabiki wangu ama watu ambao wamekuwa wakifuatilia kazi zangu ndio naweza kusema huyo Anton Aroshe. Yeah. Vyeo vyake ni hivi na vile. Yes. Kitu ambacho mimi nakifahamu ni kwamba wengi wananifahamu tu kama Anton Aroshe. Tusema cheo cha Anton Aroshe ama jina tu Anton Aroshe, tayari wengi wanasema tayari hiyo ni kofia moja tutosha ama amazing sana, ama wanavyosema kwa Kiingereza kwa ile amazing. Na pengine wengine kuna majina mengine ambayo wanaitwa na mashabiki, wengine wanasema Mpuliza Kipenga kabisa, kwa sababu zamani nilikuwa referee wa mchezo wa soka. Kumbe umejaa. Si Mpuliza Kipenga tu jina nimejibandika kama vile utangazaji wengine nakwambia mimi nambari 10 mgongoni, mimi kapteni, mimi nahodha, yeah. Si mimi nani. Mimi ni Mpuliza Kipenga, ambapo ni jina ambalo liliweza kulitumia miaka ya nyuma tu, kwa sababu zamani kabla sijaingia katika tasnia ya utangazaji. Yes. Mimi nilikuwa ni referee na nilikuwa pia mchezaji mpira. Wow. Kwa hivyo nikisema katika channel yako tuanze kutaja ama nianze kuvumbua kwamba vyeo ama zile title nadhani tuzakesha tukashinda hapa. Na kujua sana pengine tu Anton Aroshe itakuwa imetosha, ama pengine kiongeza kidogo Mpuliza Kipenga. Yes, lakini pia hiyo jina la Anton Aroshe, jina lingine smart sana. Yaani jina ambalo linapendeza sana. Sijui kuna wakati mimi nimeambiwa Anton Aroshe, sikujua kuandika ile jina kwa sababu naisikia yani Anton Aroshe. Sikuwa najua kama ni hii Anton ambayo naijua. Lakini nikapata hii jina amazing sana, jina nzuri sana. Sifa kwako kwa hilo. Kwa kwanza asante kwa hizo sifa ambazo umenipatia. Nasema asante. Watu wengi wanajua kama Anton Aroshe. Na kuna channel zangu za mitandaoni ambazo situmii jina Anton Aroshe. Yeah. Lakini watu wanaambia tu kuna pengine Anton Aroshe. Hii ni Anton Aroshe, yani unapata ni jina ambalo wengi wanalifananisha na mambo na tasnia ya utangazaji. Ndio Anton Aroshe, ni ngumu kusikia Anton Aroshe yule mkulima. Yeah. Ama Anton Aroshe yule anafanya benki, ama Anton Aroshe yule mfanya biashara. Yes. Kwa hiyo tu Anton Aroshe utazitoa yule mtangazaji. Si kwamba yule mtangazaji wa kituo fulani, ni yule mtangazaji. Ndio hilo jina Anton Aroshe. Sasa wengi wanakuja na majina yao, wengine wanakuambia FIFA kwa sababu ya uchezeshaji mpira, wengine wanakuambia
Ni majina mengi ambayo siwezi kuyatamka, kama mengine mitaani utokisia tu jina fulani najua huyu ni Anthony Aroshe. Kwa hivyo jina Anthony Aroshe ni jina ambalo ni majina mawili tofauti haya. Anthony na Aroshe. Lakini wengi hupenda kuita Anthony Aroshe. Utadhani ni jina moja. Inashikwa yote kwa pamoja. Sema Anthony Aroshe ni nadra sana mtu kuniita Anthony ama Aroshe. Ataita Anthony Aroshe. Atamaliza majina yote. Ndio maana nakwambia ile jina tamu. Asante. Haiwezi kuenda Anthony peke yake mpaka Aroshe haiko pale. Lazima itaje majina yote mawili. Kwa hivyo ni jina ambalo linafahamika na jina ambalo nilichukua miaka kulijenga. Nilichukua miaka na miaka kujenga jina. Kwa hivyo ni jina ambalo limetulia, limekita na ni jina ambalo linafahamika zaidi. Lina mizizi. Lina mizizi. Sijui ni mizizi ya mti gani, sio kama ni mbuyu ama mpapayo, lakini jina hili nadhani nashukuru kwa kuweza kufahamika zaidi katika tasnia ya utangazaji. Hapo kwa Anthony Aroshe. Aroshe ni mzaliwa wa wapi? Kwa sababu watu wengi tunasikia tu Aroshe, wengine wanasema ni Mtanzania, wengine ni Mkenya, mwingine ni Mpwani, yani mpaka watu wengi hatuelewi Aroshe ametokea mkoa gani. Mimi ni Mkenya. Nilizaliwa Mombasa. Yes. Katika eneo bunge la Changamwe. Lakini sikuzaliwa Changamwe, maana wengi pengine watasema Aroshe alizaliwa Changamwe katika mitaa gani? Mimi nimezaliwa karibu na mtaa wa Bomu pale. Kuna Bomu, kuna uwanja wa Bomu karibu na shule ya msingi ya Bomu, ambapo ni katika wodi ile ya Potrizi. Eneo bunge la Changamwe, ambapo eneo bunge la Changamwe linapatikana magharibi mwa kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Kwa hivyo mahali nilipozaliwa, nilizaliwa hospitali ya Makadara. Wakati huo ilikuwa inaitwa Lady Grigg. Wakungu walikuwa ni wazungu enzi miaka hiyo. Kitambo, sasa hivi ni kitambo, nashukuru zaidi ya miaka 50, katikati ya miaka 50 kielekea huko ndio niliweza kuzaliwa. Kwa hivyo mimi ni Mkenya, nilizaliwa Mombasa. Nimefanya shughuli zangu nikiwa Mombasa, mambo ya utangazaji nimesoma, nimeoa Mombasa. Kwa hivyo mimi shughuli zangu nimezifanya katika eneo hili la pwani ya Kenya. Licha kwamba pia nimefanya pia shughuli na idhaa zingine tu za nje ya Kenya, idhaa zile za kimataifa, na lakini kabla sijafika zile idhaa za kimataifa nilikuwa katika idhaa ambazo zilikuwa hapo Mombasa, ambazo ni nyingi tu uliza huko tutafika. Asante, shukrani. Lakini kwanza kwa manufaa ya yule ambaye yuko pale chini, Anthony Aroshe, kazi ya uandishi alianza lini? Tasnia hii ya uandishi wa habari mimi nilianza mwaka 2000. Ndio nilianza shughuli ya utangazaji. Baada ya chuo. Kwanza kabla sijaingia katika tasnia ama sijajua katika tasnia ya utangazaji, mimi nilipenda sana kufuatilia mambo ya wanahabari na mambo ya utangazaji. Wakati nikiwa shule ya msingi, kuanzia darasa la 3, nakumbuka nikiwa katika shule ya msingi inaitwa Chaani. Kule Changamwe. Chaani sasa hivi katika wodi ya Chaani kama sijakosea. Nilipokuwa kusoma pale, nilikuwa napenda sana kufuatilia mambo ya historia. Mambo ya historia, mambo na wakati ni VOK, wakati si KBC, wakati ni VOK TV, VOK radio. Sasa kwa kufuatilia sana utangazaji, nilikuwa napenda sana. Nikifika nyumbani nachukua redio, nasikiza taarifa, nasikiza matangazo ya mpira, nafuatilia, na nilikuwa napenda sana kusoma gazeti la Taifa. Nilikuwa napenda sana kusoma gazeti la Taifa. Nilikuwa sina pesa kununua. Mzee wangu marehemu sasa hivi kwa mbele za haki, alikuwa akinunua gazeti. Mimi nakimbilia zile kurasa za nyuma, maana kurasa za nyuma zile za wachezaji za michezo, naangalia pengine naangalia pia taarifa. Wakati huo ulikuwa na utawala wa Moi, na taarifa nyingi kwa kuzipata lazima upite kwa VOK. Ilikuwa kuna stations zingine ilikuwa lazima upite kwa VOK. Kama kusikiza muziki lazima usikize VOK, kwa sababu kituo kilikuwa kimoja kumradi Kenya nzima. Kwa hivyo nilifuatilia sana nikiwa mdogo, nacheza mpira, naenda viwanjani. Kuna baadhi ya watangazaji ambao wakinivutia sana. Na pia katika radio wakati huo ni mitandao ile zamani, ilikuwa ni shortwave na medium megahertz, kwa kusikiza ma shortwave yale. Sasa mimi kuna ukisema shortwave unamaanisha nini? Shortwave ilikuwa ni mfumo ambao ukitumia katika radio miaka ile, tofauti na sasa hivi ambao sasa hivi tunatumia frequency ama FM ama tunatumia pengine digital. Kitambo ilikuwa ni analog, ambapo frequency ilikuwa nikisema shortwave ilikuwa ni aina mfumo katika redio. Unapotafuta kile kituo cha redio, una kama kuzungusha kifaa fulani katika redio, unatafuta kile kituo. Naelewa. Sasa katika wakati mwingine unakipata kinapotea, unachanganya kidogo. Sasa wakati huo lazima ilikuwa kishika tu VOK. Pengine upenye kidogo ushike idhaa ya Kiingereza, General Service, pia ilikuwa ni ya VOK. Kwa sababu idhaa zilikuwa ni mbili, ya Kiingereza na ya Kiswahili. Pengine tuende nje sana, mimi napenda kusikiza RTD.
ya Tanzania. Yeah. Radio Dar es Salaam. Radio Tanzania Dar es Salaam RTD ambapo sasa hivi inaitwa TBC. Niko kufuatilia sana kusikiliza sana utangazaji wa kule. Zingine mapenya na shortwave hapa kuna penya na Zanzibar. Kwa hivyo nilifuatilia shughuli ya utangazaji na mambo ya uandishi wa habari sana utangazaji. Yes. Baadaye nikaanza kupenda zile shughuli za utangazaji. Kwa sababu mpaka ilifika wakati mimi niko najua ratiba ya watangazaji wa VOK wakati huo. Najua ni nani Jumatatu ataingia alfajiri, atafunga kituo na atatoka saa 4, nani ataingia na mpaka usiku natamaliza. Kwa sababu wakati huo ilikuwa VOK nikifuatilia ilikuwa matangazo yanaanza saa 12 asubuhi. Ikifika saa 6 usiku kituo kimefungwa. Kulikuwa na entertainment ama ilikuwa ni watu wanapewa news? Kulikuwa na taarifa, kulikuwa na burudani, kulikuwa na vipindi vya mahojiano, kulikuwa na taarifa zote unasoma. Ilikuwa radio na ilikuwa radio ambayo inashughulikia mambo mengi katika taifa la Kenya. Ukija upande wa runinga pia kulikuwa na taarifa, kulikuwa na burudani, kulikuwa na vipindi vya elimu. Kwa hivyo ilikuwa unapata kile kitu. Sasa mimi nilikuwa nafuata sana siasa na taarifa alafu na michezo. Wa gazeti pia ilikuwa ni hivyo. Nilikuwa nafuata mambo na michezo na upande wa taarifa. Kwa hivyo nilikuwa nafuata sana michezo kupitia wa VOK wakati huo. Hakuna station nyingine, ilikuwa ni VOK. So kumaanisha radio Dar es Salaam ni ya kitambo kuliko KBC Kenya. RTD ni ya zamani kule Tanzania. Yeah. Na VOK ni ya zamani hapa nchini Kenya. Lakini sasa mimi Voice of Africa. VOK ilikuwa ni Voice of Kenya. Voice of Kenya ilikuwa ni VOK. Yeah. Voice of Kenya Television. Alafu na VOK Voice of Kenya Radio. Kwa hivyo hiyo ni kwa Kenya. Niko sasa mimi napenda kusikiza pia matangazo ya mpira kule Tanzania. Tanzania walikuwa na idhaa yao wanaita RTD. Radio Tanzania Dar es Salaam. Ilikuwa pale Dar es Salaam. Ambapo sasa imebadilishwa inaitwa TBC sasa hivi. Yes. VOK sasa imebadilishwa inaitwa KBC. Ushaelewana? Kwa hivyo zile shortwave walikuwa sengene, alafu kulikuwa na Radio Zanzibar. Radio Zanzibar mimi niko pia na penyeza katika zile shortwave kutafuta, unapata radio Zanzibar ama unapata RTD Tanzania, ambapo pengine wakumbuka tu kwa haraka baadhi ya watangazaji wa RTD wakati ule. Namkumbuka Salim Bonde. Alikuwa ni msomaji alikuwa sana anatangaza mpira Salim Bonde. Akina Sekilojo, akina Abubakar Liongo, akina Sara Dumba kwa maripota wale. Alafu kulikuwa na kina nani ni wengi ambao za kumentoa kidogo kwa kitambo. Wakati huo ilikuwa radio, wakati huo radio inazingira watu wanasikiza taarifa. Radio ilikuwa inazingira watu wanasikiza matangazo ya mpira. Watu wametulia mtaani wote. Wametulia mtaani wanasikiza. Ilikuwa taarifa habari ya saa 7 ilikuwa ni muhimu sana wakati wa VOK. Ilikuwa ni muhimu sana taarifa habari ya saa 7 na ya saa 1 usiku. Ilikuwa ni taarifa muhimu sana. Kwa hiyo lazima tufuatilie. Na unajua wakati ule pia utawala kwa wa Moi, baraza la mawaziri, mimi nakumbuka miaka ile ilikuwa kichwani hapa. Nakumbuka vizuri. Nilikuwa najua waziri wa utalii na mbuga za wanyamapori alikuwa ni Andrew Manga. Walikuwa nakaa sana katika baraza la mawaziri. Leo hii naweza sahau hata waziri wa elimu nani Kenya, kwa sababu hawakai sana na watu wafuatilia sana. Lakini kitambo tulikuwa tunafuatilia. Na unajua wakati ule katiba ni ya zamani. Tunajua mpaka wale wakuu wa wilaya, DC, District Commissioners, tunajua DC wa Siaya ni nani, DC wa Mombasa ni nani, mkuu wa mkoa wa Pwani, mkuu wa mkoa wa Bonde la Ufa. Maana walikuwa wanakaa sana. Yale yote kwa kichwani mwangu. Kwa hivyo mimi niko nikifuatilia sana, ndio maana mishipa baadaye ikaingia mambo na utangazaji. Kwa hivyo hata utangazaji wa Kenya nilikuwa nawafahamu akina Salim Manga, kina Billy Omala, kina Lende Mambo Botela, Niko Kanga Naftali, Jacob William Maunda, Dijali, kina Mina Faki wakitangaza wakati huo, bila kuwasahau Steven Mwita Koroso. Hao ndio waanzilishi walikuwa wanatangaza wakati huo. Lakini wakati mimi sasa nina ufahamu wangu mwisho miaka ya 70, mwanzo miaka 80. Hapo sasa ndio kina nani wanatangaza, kina Lede Mambo mtengeleza kitambo tangu miaka 60. Yeye alikuwa ni mkongwe. Sasa hivi mzee yuko mbele za haki. Kwa hivyo ni mtu ambaye aliweza kutufanya tukapenda tasnia ya utangazaji, kutangaza taarifa na kutangaza matangazo ya mpira ya uwanjani. Wewe mwenyewe uliingiaje kwa redio? Ulijipataje huko katika radio in 2000? Kwanza mwaka 2000, kabla ya hapo, unajua ilikuwa kila mtu ukitaka kujiunga katika station lazima uende Nairobi. Kwa sababu idhaa ya KBC ilikuwa iko Nairobi. Lazima ifuate Nairobi. Ilikuwa kuna idhaa zingine nje ya Nairobi, ilikuwa ni KBC.
Baadaye kuanza kuja stations zingine kina Citizen Radio, lakini sasa Citizen ilipokuja huko Nairobi, wako Nairobi peke yake, si Kenya nzima. Kabla hajaanzisha TV, hajaanzisha idhaa ya TV. Sasa mimi nilikuwa napenda sana mambo utangazaji, alafu pia nilikuwa nikifuatilia sana idhaa za kimataifa BBC, nafuatilia sana nasikiza. Nilikuwa mshabiki mkubwa wa idhaa ya Kiswahili ya BBC, mambo na salamu, mambo na kuuliza maswali. BBC walikuwa na kipindi chao kimoja maarufu sana, kikiongozwa na Suluma Kasim. Alikuwa na kipindi kinaitwa BBC Maarifa Club. Kilikuwa kila Jumapili kile kipindi. Mimi nilikuwa shabiki mkubwa sana wa kile kipindi cha BBC Maarifa Club kwa sababu ulikuwa unauliza swali lolote lile. Kisha kila Jumapili kuanzia saa 12:30 mnajibu ile maswali. Kwa hivyo Suluma Kasim ni mama kutoka Tanga hapa Tanzania. Ndio alikuwa kanisha kile kipindi. Yule mama ilibidi anipe kama title kwa sababu mimi niko na maswali mengi na nikifuatilia sana. Na kila Jumapili lazima nitajwe. Anthony Aroshe kutoka Mombasa, kutoka Changamwe Mombasa, Kenya, na swali hili na kuna jibiwa. Kwa hivyo baadaye wakaanza kunitumia vijitabu vyao vile vya ratiba vipindi vyao kutoka London, walikuwa wanatumia kwamba mwaka huu vipindi vyetu ni hivi. Kwa hivyo kulikuwa na kama kalenda, paka kalenda kwa natumia ambao mpaka leo nimezihifadhi. Na kumbuka kalenda ya kwanza walinitumia ilikuwa ni kalenda mwaka 1993, 1993 walinitumia kalenda ya kwanza. Nia kilofuatia kwa natumia kila mwaka natumia kalenda. Kwa hivyo mimi nilikuwa shabiki mpaka barua nini wakinitumia. Kwa hivyo kwa vile natamani kazi ya utangazaji, sasa nikashindwa nitapata vipi kazi ya utangazaji. Sina pesa kwenda kujifundisha katika mambo ya vyo vya utangazaji na uandishi wa habari. Kile ambacho kilikuwa kiko Nairobi, KMC. Ndio ukiona kuingia paka pengine unajulikana umetoka chuo kikuu. Mimi sikufanikiwa kwenda chuo kikuu, lakini napenda kazi ya utangazaji. Sasa siku moja niko nyumbani nimetulia, mwendo wa saa 6 mchana hivi. Katikati ya wiki kwa nyumbani kutoshi. Sasa katoto tuishi mitaa ya Magongo, pale National Housing. Kwa nyumbani natulia nasikiza radio. Nikashika station ambayo siifahamu kabisa. Na utangazaji siwafahamu, siwajui. Kwa sababu mimi watangazaji wa VOK wakati sasa baadaye kaja KBC wote kwa kichwani. Tangi setu sauti hata asipotaja jina, nishajua huyu fulani, huyu ni Ndaka Salo. Najua huyu ni fulani. Sasa nikasema sasa ngoja nisikize. Kasikiza station vizuri, kafika saa 6 kamili kuna mtangazaji akajiita Sam Makenda. Mimi ni Sam Makenda, hii ni Baraka FM. Wow. Hapo ni mwaka 2000. Kasema station Sam Makenda, Baraka FM station gani? Nikawa makini. Kasikiza station kuja makatangaza paka maliza. Kumaliza saa 8 akawa yotoka kuonge mtangazaji sasa anaitwa Tom Japani. Tom Japani rafiki yangu. Huyu tungulene mtaani Magongo. Kasema sasa huyu mzee unajuana yule. Najua paka pale anapoishi. Najua paka ndugu zake. Kasema Tom Japani. Sauti ni ile, najua Tom Japani yule namfahamu. Pengine dakika za hapana. Sasa Tom Japani ndo akataja sasa. Sasa ameingia studio. Akataja Baraka FM tunatangaza kutoka mahali fulani, kutoka Canon Towers Mombasa, kwa ghorofa 8. Kajua basi habari zimefika nyumbani. Nitafuta njia hapa kupenya. Jioni mimi niko Magongo. Shamtafuta Tom Japani. Tom vipi? Vipi Arusha mambo vipi? Story hapa. Bwana nakusikia si Tom Japani. Wewe ambaye ni mimi pana ndiko pale. Sasa vipi naweza ingia penya, naweza penya vipi pale? Tom akaniambia mazisi sijuza penya vipi, lakini pale wewe fanya hivi. Hebu pitia siku fulani. Akaniambia hivyo Tom Japani, akaniambia pitia siku fulani. Tom Japani afu namfahamu. Namfahamu sana. Tom Japani akaniambia pitia siku fulani, akaniambia sawa. Lakini sasa wakati huo mitani mimi nilikuwa napanga hii michuano ya soka. Hizi soka tournaments mitani kwa kipanga sana Changamwe. Wakati huo eneo bunge la Changamwe ilikuwa lina pamoja na Jomvu. Unajua Jomvu sasa hivi imekuwa limetolewa kutoka bunge katika eneo bunge la Changamwe, limekuwa eneo bunge kivyake ile Jomvu. Lakini miaka hiyo ilikuwa katika katiba zamani. Jomvu ilikuwa ndani ya Changamwe. Sasa Jomvu yote mpaka Changamwe yote ile mimi mpaka Chuda yote ilikuwa ndani ya Changamwe miaka hiyo kabla ya mwaka 2013. Lakini katiba zamani kwa sababu mimi ile eneo lote nilikuwa nalifahamika sababu ilikuwa referee, napanga michuano ya soka, zile timu nazipanga kila kitu. Sasa wakati nikipanga zile tournament, alafu kulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Salim Sumra. Alikuwa pale mitaa Jomvu Mombasa. Lakini sasa mahamia yuko Kilifi, kaunti ya Kilifi. Yule mzee pale alikuwa na tournament zake. Sasa mimi niko nikienda kama referee, nacheza zile tournament zake. Na mimi tournament zangu napanga na pia mimi ni referee. Sasa kuna jamaa anaitwa Josephat Kioko. Josephat Kioko pale wakiishi alikuwa yeye ni mwandishi.
Pale wakiishi alikuwa akiishi karibu na uwanja wa bomu. Na uwanja wa bomu mimi nilikuwa na game zangu nyingi za chezo hapo, mimi napanga. Sasa ile game nilikuwa nikipanga yale matokeo mkio kichukua napeleka kwa gazeti la Standard. Kuna rafiki yangu anapeleka gazeti la Standard kisha baada ya siku 2-3 kwa ndio gazeti. Sasa nikafikiria hii Baraka FM vipi? Sasa mimi nataka njia ya kupata nafasi nitangaze kwa sababu napenda kutangaza. Kisa najua watu hawataniamini kwa sababu hakuna mali nishaenda mambo na mafunzo ya utangazaji, mafunzo ya uandishi wa habari, kuja mtu kupata nafasi vipi? Sasa siku moja nikaandaa yale matokeo ya zile tournament zangu. Na zile tournament zingine kwa kusanya. Sasa Baraka FM kiwasikiza hawana michezo. Taarifa za michezo ambako nazo ni za kitaifa. Hawana za mitaani. Nikasema sasa hapa nitafute njia. Nikasema wacha nizitayarishe hizo taarifa, nikazandika tu kwa karatasi tu. Yaani mimi niliandika kama matokeo kama notes tu, kama vile matokeo tu. Timu hii imefunga timu moja bila, uwanja fulani, basi Fadhili kwa hiyo red card basi. Nitaandika hivyo unaona. Nikasema chende pale Baraka FM. Baraka FM unafanana kana kapenda kwa receptionist pale. Kabana mimi ndo fulani natoka Magongo. Nimeleza taarifa za michezo. Sasa yule jamaa yule kwa receptionist pale maulizoni pale. Akawa ananiambia bwana sisi tuchukue vitu kama hivi. Mpaka umesomea si nini naona akaambia hapa sina shida. Lakini wewe cartoon nazo wakija waonyeshe. Anambia sawa. Kweli jamaa kabaki nazo kaja kaonyesha. Sasa kujua wakati hakuna simu. Kuna simu, hakuna email, hakuna chochote. Yaani kuko flat. Wewe lazima ujipelekee mwenyewe. Kufika pale. Sasa jamaa zile habari tulipozipata, lakini sipata nusu. Jamaa vile mmepata ilikuwa kumbe jamaa pale ndani wengi hujui kutayarisha habari za michezo. Huyu Josephat Kioko tayari yuko pale. Lakini Kioko alikuwa anatipota mahakamani. Alikuwa akija pale mimi simpati. Yeye ameenda mahakamani. Kwa sababu akichukua habari za mahakamani. Akija saa 6, saa 8 sharudi mahakamani. Sasa habari zikaeneza pale bana kuna jamaa moja hapa, yuto fulani. Amesema hizi kesho akija hebu jamaa mzuie. Huyo receptionist akamwambia jamaa akija mzuie. Mambo tusubiri. Basi nikafika pale. Kabana ngoja kuja huko. Nimekuja bana. Akaniambia bana kesho ndio saa fulani. Kaambia basi nikaja. Kaambia bana jamaa anasema nikija utakuona lakini njoo kesho saa fulani. Kabla mapema saa 4. Mapema nikakaa pale nikasubiri. Tomu akaingia. Vipi Roshe mambo umepotea bana? Anambia niko bana. Anakuambia jamaa anaambia leo anambia basi subiri kidogo hapo. Kaingia ndani. Kuingia ndani kuna jamaa kutoka Timboya. Alikuwa producer Timboya. Timboya wakakuba kaongea na Tom kule ndani. Mimi ndio nikaingia kaongea na Tom kule ndani. Alafu Tom akaja. Tom akaniambia sasa Roshe, sasa tuko pale kwa maulizoni pale kwa receptionist. Na papata pale. Tukaa pale. Wacha Baraka ilikuwa tu ofisi iko huko. Iko ile sasa hivi kule iko ni kampuni nyingine. Ofisi ilikuwa ndogo kama ilikuwa ndogo. Ilikuwa kidogo ilikuwa ndogo sana. Kompyuta ilikuwa ni moja tu. Sasa Tom akaniambia sasa sikiza Roshe bana. Hivi vile umeteza habari nzuri lakini sasa uweza kuandika vile jamaa atakavyosoma. Yaani andika kwamba ukiandika tu kwa full stop. Andika tu kwa full stop alafu yule jamaa atakayesomeza habari za michezo atasoma hivyo vile umeandika wewe. Kaambia basi haina shida. Mimi nikasanga nenda zangu nyumbani. Nyumbani sasa nikana na full stop. Kwa full stop nikana full stop naandika vile jamaa atakavyosoma. Sasa mimi naandika ile lugha ya michezo sasa. Sasa naandika mwandishi mzuri ili asome vizuri. Kasoma kaandika. Full stop kama 5-10 hivi. Za michezo. Maana sasa napiga tournament yangu na tournament zingine. Sasa unajua ni tournament za Changamwe Magongo kwa sababu hapo ndio karibu. Hizo kuna za kuzipata. Kaenda bwana kafika pale kapeana. Kaambia bwana yule mtu maulizoni pale yule receptionist kaangalia akasema mambo uandike hivyo basi hapo. Sasa nikauliza nikamsema receptionist sasa hizi taarifa mtasoma saa ngapi? Ndio nisikize. Akasema wewe ngoja kidogo akaingia ndani akaenda kaulizia akaambia hii itasomwa saa 8 na dakika 45. Saa 9 kasorobo. Kaambia sawa. Nikatoka. Naenda kutafuta mali kuna redio. Una hata redio. Nyumbani ni mbali. Unataka uwe karibu tu. Niwe karibu na redio hapa mjini nikasema hapana acha rudi nyumbani. Magongo kule National Housing. Si kuna redio nyumbani. Kaka. Fika sauti. Tom Japana jua ingia saa 8 sasa. Kaka sasa mimi nikakaa nasikiza michezo. Naangalia saa ukutani. Naona baada ya mbili kwenda karibu na nasikia matangazo ya biashara, nasikia muziki nini. Michezo ikaanza. Tom akaanza. Tom anza zile taarifa zangu. Vile kwa maandika Tom akasoma vile. Tom Japana. Unafurahi kweli. Akasoma mama yasikiza, ndugu zangu wanasikiza. Lakini sasa hawajui. Wanajua jamaa apenda michezo redio yapenda kisa hawajui. Kama wewe ndio mimi kaongeza sauti kidogo kila mtu asikie pale na nyumba pale. Ndugu zangu, mamangu alikuwa babangu kwa yuko. Wapo kaka.
Kumbe mitaani kule mitaani Magongo kule watu wanasikiza Baraka FM. Likoni kule watu wanasikiza. Wapi Mombasa Zanzibar tunasikiza. Maana ndio sasa station pekee wakati huo. Yeah. Nikasikiza Tom Japan nikamsikia yo maliza na hizo ndizo habari zetu za michezo kutoka Baraka FM. Mwandalizi wa habari za michezo ni Anton Aroshe. Nyumbani wakajua kwamba kumbe iliyofuata kwa historia. Baada hapo tu iliyofuata kwa historia. Sasa Tom yatakunitafuta kisa jua kuna simu. Sasa kumbe kule ofisini watu wakamuuliza Tom, huyu Aroshe ni nani? Yes. Hizo habari hebu kumbe ukazichukua zile mkubwa sa station. Wakamuuliza habari vipi? Nani? Mbona nzuri hivi? Maana sasa ziko mitaani. Na sasa uzuri ile mitaa Tom yataja vizuri kwa sababu yeye toka huko. Jomvu, Magongo, shule ya msingi ya Mwijabu, Chani, sio tournament zimechezwa. Sasa mimi nikapunguza zile taarifa kuzipeleka Standard. Sasa kitu kwa radio. Sasa simi jioni kana mtaani. Aroshe bana vipi? Tunkusikia bana kumbe kwa Baraka FM na utuambie. Na usemi. Kumbe mimi hata siko Baraka. Mimi nimepeleka tu. Umepeleka zimesomwa jina lako likatajwa. Na mimi nilikuwa na tabia ya kutaja paka wafungaji. Yale mabao na jambo. Sasa wafungaji wako pia wanafurahia. Kumbe Aroshe kwa Baraka. Sasa Likoni mita mingine Kilifi Mtwapa wanaenda kumtafuta Aroshe. Yeah. Tukimpatia Aroshe ndio atatupatia habari. Maana wanasema mwandalizi ni Anton Aroshe. Wajua wakati kuna simu. Hakuna mawasiliano. Na jaribu kufikiria venye mambo yalikuwa magumu. Sasa kesho yake baada ya siku mbili. Hao watu wa michezo wakaanza kwenda wanatafuta Baraka FM pale iko. Wanaulizia mpaka wakaelekezwa. Wakafika bana tunataka Anton Aroshe. Sasa sio hawataki saa Tom Japan wanataka mtayarishi. Huyu mtayarishi hayuko afanye kazi hapa. Hana namba, ambia nyinyi fanye mna nini nataka kumuona John kesho saa fulani atakuja shaingia. Sasa nikaanza kuandaa sasa. Naandaa. Sasa niko napeleka taarifa nyingi za football. Kasema sasa hapa kwa sababu kila weekend kulikuwa na mchezo wa mpira wa wavu volleyball pale Changamwe kanazifamia. Kuondoka na vamia. Sio ni sasa nikaanza kupenya sasa. Nikaanza kupenya sana natoka nje ya Changamwe. Sasa naenda wapi Kisauni, Likoni, hivyo. Sasa pale Baraka FM Tom akaniambia bwana sasa fanya hivi. Sasa walikuwa hawaamini kama mimi ndo naandika yale maneno. Walikuwa waniamini. Walikuwa wanakuja kama kuna mali uandikiwa alafu analeta. Sasa wanataka kunitega. Unajua kweli ni wewe. Jamaa yuandika ama yuandikiwa mali. Sasa kwa sababu fanya hivyo wanashakuja naye sasa ziko wapi ambaye hizi hapa. Wakazichukua zile wakazika kando. Wakaniambia bwana hebu ingia hapa hapa. Umpemeza huyu. Wakanipana full scope zao. Hebu uandike sasa zindika. Mimi nikatulia, mimi kafanya mambo yangu. Andika ukamaliza. Kuna jamaa. Kweli jamaa. Wakati wa session manager ni mzungu. Wakati wa Roger Stoll. Sijamsahau mpaka leo. Kwa Roger Stoll. Akawa kwa sababu yashangaa ndio ambaye ni ndo Aroshe huyo. Okay. Zile habari hizo hapo kasika hapo. Kwa naangalia na pita na mara kaniletea chai. Ngajua hapa sasa. Heshima imeshaanza kuingia. Hapa sasa nishaingiza mguu mmoja mguu wa kushoto ushaingia sasa. Kaandika kana kamaliza nikapatia. Bwana hizi hapa bwana. Sasa tu ndio akizisoma. Sasa ilikuwa ni saa michezo sasa ndio mashabiki cha michezo. Saa ngapi? Saa 9:45. Alafu kwenda kwa masha nyingine saa 1:45. Sasa kuna siku nimeenda ile timu boya kananiambia Aroshe, ushakuja sasa fanya hivi. Kitu kilichopo hapa sasa Tom ameshikika, itabidi usome mwenyewe. Itabidi usome mwenyewe. Kaambia usome mwenyewe, ambaye ana shida. Hebu ingia. Sasa iko bado kama nusu saa hivi. Ifike saa 8:45. Wakaniambia njoo, wakanieleza kama production record. Kaambia sawa. Sasa Tom yule team boy ndio producer akanika mitambo hapo. Mimi ndo mara kwanza naingia. Akaniambia sasa bwana anza bwana. Sasa unajua mimi mimi najua nilikuwa nikimwandikia Tom na mwandikia vile atakavyosoma. Sasa mimi kwa vile mimi naja mwenyewe sasa mimi nilikuwa tuna zile results. Yaani naweza kusema pengine katiwa tu Shem 3. Unaelewa. Alafu naandika tu uwanja Mtongwe ground. Alafu unajua naandika tournament inaitwa Mheshimiwa fulani cup. Na achana nayo. Hivyo. Sasa yule timu akaona huyu jamaa andika ambaye Aroshe utasoma, huyu anaambia nitasoma. Hii ni yangu nitasoma. Sasa mimi nikaanza kutiririka. Mimi ukishapata zile score, yale matokeo, uwanja tournament itwaje, timu zaitwaje na wafungaji. Mimi niko natiririka tu. Wajua makashangaa. Na zile ambia zile naandika kwa sababu najua ile zikutiririka ndio maana niko namwandikia vile atakavyosoma. Kanaja basi huyu jamaa yuko. Kweli ndiye huyu. Sasa wakati nasoma niliposoma tu item ya kwanza ya pili akaniambia wachana usisome kwenda live. For the first time. Kwenda live ambia mimi sina shida.
Mimi Tom kafuata Tom. Sasa ndio studio ni hapa, upande wa pili kule Tom yuko hewani. Kwanza kwa Makena ndio yuko hewani. Na mapema kama saa 6 hivi. Tom akaingia nili akifika pale nikamaliza. Akaanza Arusha ndio live. Ambe bana acha hii mbuku record watu tupotea. Kwa sababu production ilikuwa ni moja. Sasa mimi ni record huko ndo kutengeza vipindi vyao, ndo kurekodi matangazo ya biashara. Wakasema Arusha hii kitu chana wenda live, tenda live. Kwa hiyo mimi kaingia, Tom akaingia vipi Arusha hapo. Kwa pale hivi fika jamaa misha ndio mara kwanza naingia live katika radio station. Kwa headphone zangu, kavilishwa headphone. Sasa mimi najua nimekaa kando kwenye mitambo ile kule Tom Japan akakaa kando kule. Tom yacheka haya. Tom yacheka. Maana ndio toka mtaa mmoja. Sasa hadi kumbe kule mtaani wanaambia bana msalimia Arusha. Unajua msalimia Arusha bana ukimwona bana mbona nitampa salamu ya sawa. Sasa kafika. Sasa kuna jingle ile ya bed ile michezo ile. Mara kwanza naisikia ile unajua nilisikia kwenye nasikia Tom yasema michezo itapoita basi tuko Arusha tayari kwa michezo hapa nini. Sasa mimi nikasema hii saa iko wapi saa? Nitakatia mbombo zangu unajua sasa. Nitakutia mbombo zangu. Naona saa nikapenyeza pale kwenye kompyuta pale nikaona saa ngapi pale. Nikaona dakika 40. Nikaona saa 8 na dakika 46. Kufanya mambo kama ile nitakuaga ile naangalia saa pale. Yaani mimi kwenda kumusha msikilizaji kwamba niko mubashara, niko live. Paka natajitaje saa. Hata mwashangaa. Sasa kule nje sasa tuko na studio kwa kule nje kule. Akina timu wa kuna mama alikuwa operation manager yetu Sheila Maina. Alafu kulikuwa na huyo mzungu Roger Stolo anasikiza radio. Unakisikia matapani kama ile matafanya vipi. Nilipomaliza ile yani niliaga ile kiprofessionali yani. Ndio mara ya kwanza. Na kurudisha kwa Tom Japan. Tom Japan pengo lote kabla sijaondoka. Tom akaanza. Kwa nini niliingia? Kuanzia hapo ndo mimi nikaingiza gula kulia sasa. Ukawa ndio nikamwambia sasa bana wewe utakuwa fanya hii na hii. Ya sawa ina shida. Tukakaa kufanya michezo basi ndio ukashika mpaka baadaye wakaja kutokea watu wengine ambao wakaja kusema sasa bana warushiwe hii sports pekee waweza kusoma taarifa. Ukaongezwa majukumu. Kuna jamaa alitopita Musembi rafiki yangu sana. Huyo alinitetea sana nisome taarifa. Maana kuna vile nafanya mambo na vile ninavyoandika na vile niko na mambo mengi naelewa. Yani tuseme hivyo ndo nilivyoingia katika tasnia ya utangazaji. Sasa hapo kwa utangazaji ni mistake gani ambayo wewe unaona watu wengi sana wanaifanya wakati wako hewani? Mtu yuko kwa radio na kuna mistakes. Inaweza kuwa ni ndogo kwake anaiona ndogo lakini wewe unaona hii ni mistake kubwa sana mtu amefanya. Kuna makosa kadhaa ambayo mimi waita watangazaji wa kizazi kipya. Hao watangazaji wa kizazi kipya makosa mengi ambayo wanayafanya ni kule kuiga. Kwanza tuache namba kuiga. Kwanza takana ufanye utafiti. Unapokuwa mtangazaji unataka ufanye utafiti wa kutosha. Utafiti ulioshiba. Utafiti ambao vijana wengi wanasema ule kwenda shule, vijana kile wanasema ule kwenda shule. Utafiti watangazaji wengi wa kisasa au wa kileo wanaogopa kufanya utafiti. Wanaogopa ama ni wavivu? Yote hapo ndani. Wanaogopa na wavivu kufanya utafiti. Alafu wanakuwa ni watangazaji ambao watakujifanya yeye ndio mkali zaidi kushinda yule msikilizaji. Maana katika utangazaji utakana ufahamu kuwa yule msikilizaji amesoma sana kushinda mtangazaji. Hiyo tukana ukae nao kwenye. Ana uelewa mwingi sana zaidi. Usimwoshe msikilizaji kwamba mimi mtangazaji nimesoma sana na mimi na ufahamu mkubwa kushinda yule msikilizaji. Hana makosa makubwa ambayo watangazaji wengi wako nacho. Alafu watangazaji wengine watakuiga. Ona kama mimi. Sipendi kujisifu na wao sipendi kuongea sana. Mimi ninapokwenda mali popote pale, hata kwenye gari niko kwenye pengine magari ya umma haya ama kwa mali imekana piga story ama niongee tu. Kuna mtu anafuata habari yako bwana. Sauti yako unaambia ukisikia bwana. Naambia wapi? Kuna si Yesu la Arusha yule. Naambia yule brother wangu. Naambia hapana basi sauti. Yaani unakuwa wewe. Si mimi nikianza kutangaza hapa najifanya mtangazaji fulani wa Tanzania ama na hiyo ipo sana. Najifanya mtangazaji fulani kama wale wa zamani kana Salimanga, lakini nikitoka nje nikija kwa ni mimi. Mtu mwingine tofauti. Au wewe. Hiyo ndio shida kubwa. Alafu tunapenda kuigana. Alafu watangazaji wengi hawana mahaba na kazi ya utangazaji. Wanamaanisha passion. Wanatafuta jina tu. Yaani ile passion ambayo hawana ule mvuto wa nilitaka kufanya hiki kitu. Ndio maana mimi nina lugha natumia. Kuna mtu ampata kazi na kuna kazi mpata mtu. Kwa hivyo wengi wampata kazi, wengi ni machali.
Wengi ni machali. Samahani kama watakuwa wanaona dharau, lakini wengi wetu ni machali katika kazi ya utangazaji. Wanda kuingia tu kuna baadhi ya watangazaji wako na niga mimi. Kuna niga wanaambia bwana wewe umegarosha uwezi. Kwa sababu unapokuwa mtangazaji, wala kama miaka nyuma ulikuwa ukiingia studio, hakuna kompyuta mbele ya kufanya research. Hakuna simu hizi simu. Unafanya wewe mwenyewe. Hakuna email. Hakuna ati nime screenshot story fulani hii ndio nitaenda nayo. Hakuna Google. Hakuna Google. Story unazitafuta wenyewe mtaani. Tulijenga brand, tukajenga utangazaji wakati huo. Sasa hivi tutumia tu mitandao kuongeza tu ile, lakini si kwamba mimi ninakaa takriban miaka 10 sio katika redio. Sio katika redio, sijasikia katika redio, lakini brand yangu bado Anton Aroshe ipo pale. Ndio siku hizi mimi nimekita katika mitandao. Ndio wengine wanauliza vipi mbona uko katika utangazaji huu? Kwa sababu sasa hii watangazaji wengi kwanza ni kelele. Hawazungumza, watangazaji wanapiga kelele. Hiyo ndio kitu tutakachosema. Alafu hawataka kujituma. Kuna mtangazaji hajui msikilizaji ataka nini. Hana research. Anataka kupatia msikilizaji chenye yeye anataka ampatie. Hata kupata mtangazaji hapa anaendesha kipindi cha muziki ama kipindi cha burudani, utapata anacheza muziki ambao anapenda yeye. Si kwa yule msikilizaji anataka nini. Hiyo ndio shida kubwa baada ya utangazaji wetu. Na wengi watangazaji wetu watansamea kidogo. Hawataki kujifunza kutoka kwa wale wakongwe. Wanajiona master. Kumbe wanajidanganya. Ndio mtangazaji leo akifutwa kazi hawezi kujiongeza. Ndio ameisha. Anategea kwini mpaka ajiriwe. Hawezi. Hapo redio kitambo na sasa hivi, unafikiria ule umuhimu sana ulikuwa mwingi sana wa kusikiza redio, utawahi rudi tena? Like ile nguvu ya redio ambayo mlianza nayo hiyo, na sasa hivi ambao kumeingia mitandao ya kijamii sijui nini, news zinapostiwa kila mahali, unafikiria redio itakuja tena kuwa na ile nguvu ambayo ilikuwa nayo miaka ile? Redio bado ina nguvu. Mradi redio bado ina nguvu. Inategemea ni nani anatangaza. Inategemea ni nani anasimamia kituo cha utangazaji ama kituo cha redio. Inategemea pia mipangilio ya vipindi. Msikilizaji kwa sababu sasa hii kuna kitu kinaitwa audiovisual. Redio inakutana na TV inakutana na redio. Leo mimi niko studio ya redio na kuhoji wewe pengine mgeni wangu. Lakini msikilizaji wasikiza kwa redio, wakati huo yuko katika kwa TV na watu wanatazama. Audiovisual hiyo tunaita. Sisi tunaelekea huko. Sasa unapata watangazaji wengi wanaenda kutumia mitandao kuuza sura. Wanaenda kutumia mitandao ili ajiuze zaidi katika mitandao yake kijamii. Akifutwa ile mitandao ya kijamii inadua. Sasa anafanya kila njia apate mambo ya utangazaji. Kwa hivyo kwa mujibu wa swali lako, redio bado ina nguvu. Redio bado ina nguvu. Nguvu yake iko pale pale. Nguvu yake bado iko pale pale. Hata kama bado kuna mitandao, lakini bado redio ina nguvu. Itafifia kulingana na kina nani wako pale. Kwa sababu kitu ambacho mimi nakiona na uzoefu wangu, huwa sisi tunaogopana. Tushajua katiwa ni mkali ama fulani ni mkali, nikimleta hapa ama kifanyia mpango aje hapa mimi sitaonekana. Atafunika, mimi hata naweza nikakosa kazi. Hata mimi naweza kukosa kazi. Alafu hao ambao wanapewa nafasi ya kusimamia vituo, station managers, program, wengi wao mambo radio hawaelewi. Hawajai kuwa watangazaji. Anachukuliwa mtu tu wa marketing mahali analetwa pale. Mimi nataka kufundisha utangazaji, sio kwa mtangazaji. Kwa sababu katika utangazaji kuna mafunzo ambayo hayako katika mtaala. Yaani katika syllabus hakuna. Ninakumbuka nikienda upate mkongwe akwambia bana hii yafanywa hivi na hivi. Lakini kwenda kule shuleni kule hizi vio vinafundisha hiyo hakuna. Sasa unapata katika vio vyetu utapata hao walimu ambao wanafundisha mambo utangazaji, mambo ya habari, wengi wao hawajakuwa watangazaji, hawajaandika habari. Ina maana kwamba hawa waandishi wa habari ambao wamebobea sana, wanajua kila kitu, kuna yani wanahitajika sana waingie pale shuleni, hata kama ni mmoja katika kila chuo awe pale anawafunza. Like kwa redio ndani huwa kazi inafanywa hivi na hivi na hivi na hivi. Yatakana hivyo. Yatakana hivyo, lakini sasa shida kwamba watu wanaogopana. Kwa sababu wengine wanasema kwamba wewe una kazi hiyo, ni tamaa, wewe fanya huko, mimi nifanye huko. Kwa sahihi mimi nimejiajiri, nimekita katika mitandao, nimejiajiri mwenyewe, nina kampuni zangu za mitandaoni. Nimejiajiri.
mimi naweza pata nafasi kwenda kufundisha mambo utangazaji kwa sababu mimi nishatamashia kutangaza. Nilikuwa katika ile miaka nyuma wakati wa analog. Leo hii bado mimi niko katika experience uko nayo. Digital uzoefu nao. Kuna vitu vingi vinafanya katika redio ambapo kwa mfano utapata kuna makosa ambayo watu wameyazoea. Utapata mtangazaji anakuambia yuko hewani. Anakuambia hivi sasa ni saa 7 kamili. Lakini ukiangalia saa si saa 7 kamili. Ni saa ngapi? Saa 7 na sekunde 30. Sio ndio tunaita saa 7 kamili mzee wangu. Sasa saa 7 kamili. Kuna kitu kinaitwa time check katika radio. So nimeona 1:00 nitakwambia ni saa ngapi? Ndio nakwambia hivi sasa ni saa 8 kamili. Inabidi sasa yule msikilizaji akiangalia hivi anarekebisha saa yake. Ndio hapo unaniambia kwamba msikilizaji amesoma, yani anaelewa sana kuliko mtangazaji. Unajua kitu ambacho kiko na mambo najaribu kuelezea ni yako mengi ambayo katika mtaala ama katika syllabus ya mambo hakuna. Usidanganye. Hiyo ya time, hebu tuambie mtu akitaka kusema ni saa 7 kamili ama saa 2 kamili anafaa aseme saa ngapi? Ikifika saa 6 na dakika 59 ni saa 7 kasoro dakika moja. Saa 7 kasoro dakika moja. Hapo ni saa 6 dakika 59. Ni saa 7 kasoro dakika moja. Ile saa 6 na dakika 59 na sekunde 30 bado ni saa 7 kasoro dakika moja. Nataka tuelewane. Ikifika saa 6 na dakika 59 na sekunde 31 hiyo saa 7 kamili. Hiyo saa 7 kamili. Atakalo useme saa 7 kamili. Masaa ya kiredio. Kwa sababu kuna mambo na time check. Watangazaji wengi walimu wana time check nini? Siku hizi hata utasikia mtu anagonga top of the hour ni saa 7 na dakika 3 anakuambia sasa hivi ni saa 7 kamili. Makosa makubwa sana. Ambapo kampuni nyingi wanakuambia sisi tutatangaza tangazo la biashara hili lichezwe saa fulani. Baadaye hawalipi. Pengine tangazo pengine kule lichezwe saa 7 na dakika kusome saa 7, tuseme kwa saa 7 na dakika 10. Wewe ungoje kucheza saa 7 bado sekunde 3 ifike saa 7 na dakika 11. Jamaa hata lipa tangazo la biashara. Atalipa. Mzee wangu, sema msichana. Maji haya hapa. Watu wengi wanasema kwamba mimi nikienda kwa meza zingine wageni wengi wanajiletea maji, lakini haya maji kunywa maji yako fresh kabisa. Asante. Lakini nakusii na kuomba pengine wakati ujao mkinalika kama mti maji madafu. Unajua kuna wale watatembea sio tunzo la pwani, sasa maji madafu kwetu. Yanasafisha mpaka roho. Na ile nyama madafu pia uoke kando. Unajua kuna mwingine aliniambia, mimi nataka maji ya kukata kiu, nataka maji ya kuona mbele. Alafu pia nataka maji ya kusafisha roho. Nikamuelewa. Lakini wewe kama ni ya madafu next time, kwa sababu vitu ambavyo unazungumzia mimi sioni kama tunaweza tukamaliza leo. Ni vikubwa sana. Hebu nielezee wewe katika maisha yako kuanza kufanya kazi na idhaa za nje. Ilianza lini? Ulipata kazi vipi? Ilikuwa kwaje? Kwanza nilipoanza kazi na Baraka FM mwaka wa 2000. Nilifanya kwa kipindi cha miaka miwili hivi. Miaka miwili. Mwaka 2002 nikatoka. Wakati sasa Pwani FM KBC wamesha kituo chao kinaitwa Pwani FM. Ukapata mpinzani hapo sasa. Kwa sababu KBC waliona sasa mkoa wa Pwani wasikilizaji wao wanapotea. Wanaingia Baraka. Alafu Baraka nayo ilikuwa modern. Baraka nao walikuja na mfumo wa kuangazia habari za mitaani. Zile habari ambazo KBC hawafikii. Haiziweka. Wanaangalia national county. Michezo iliingia sana mashinani. Na habari za mashinani ndio zilijenga. Kwanza mimi nilikuwa referee wakati huo, mimi mtangazaji. Mimi ni referee wa mpira. Nachezesha mechi. Hapo mshachezesha mechi, kuna kitu unaiandika inaandika usiku saa 2 kasorobo mimi ndio kutangaza sports. Kwa hiyo umebeba file. Zile timu mbili wanajua basa referee huyu ndio Aroshe huyu. Kwa hivyo kuna mashabiki wanakuja kumtazama, timu zinafurahia, huyu ndio mtangazaji tena, huyu ndio maana jina Mponza Kipenga. Nikashia kwanza katu mpaka leo hii. Kwa hivyo nikafanya na Baraka FM miaka miwili na nilitoka Baraka FM wakati huo. Kwanza kitu ambacho nakikumbuka vizuri sana wakati huo ya mwaka 2000 kulikuwa na
kulikuwa na mashindano Olimpiki. Yes. Ule Sydney, Australia. Yes. Ambapo ilikuwa ni kitu nadra sana kwa vituo kama Baraka FM kutangaza habari kama zile. Sasa niko kitu natangaza. Sasa zile habari mwaka 2000. Hizo habari hakuna mitandao, hakuna nini, ulikuwa unazipataje? Kulikuwa na mtandao pale ofisini. Lakini ule mtandao si kama huwa sahihi, si kama wa leo hii. Ulikuwa ni mtandao ambao hauna picha. Unapata matokeo bila picha. Wamefunga. Mchezo umeanza. Ilikuwa ndio sasa imeanza. Huyu amepewa kadi. Ilikuwa kuna picha, ilikuwa ni hiyo tu. Na ilikuwa ni najua hakuna Google. Google ilikuwa hakuna. Wi-Fi hakuna. Facebook hakuna. Sasa huo mtandao ulikuwa una connect vipi? Sasa ilikuwa ni kama internet hivi. Unajua kuna tofauti ya internet na Google. Na miaka hiyo ilikuwa mambo na recorder, ilikuwa kuna recorder. Hata ndio kuji mtu wa rekodi ilikuwa kuna, ilikuwa uandika kwa karatasi. Kumbe kazi ilikuwa kazi. Unaweza mtu akizungumza. No, miaka hiyo ya nyuma wanasiasa wengi walikuwa anakwenda ukitoa zile taarifa zake baadaye anabadilika. Anasema bana huyu alinimisquote. Na hakuna ushahidi na anaweza kufunga. Hakuna ushahidi. Lakini leo hii hii karne ya digitali ni ngumu kusema na sasa sema I was misquoted. Ngumu sana kwa sababu kila kitu kiko umerekodiwa nini, lakini wakati huo rekodi hakuna. Ilikuwa mtu akizungumza anachukua. Ukatangaza kitu ambacho kilikuwa kiko kwa TV KBC. Yes. Hata kwa tukaenda kwa function tukiwa wengi nafikiri tuko kama 5 katika function ya siasa. Ni reporters. Na reporter ilikuwa nafikiri tukiwa wengi kama 5-7. Maana KBC wakaona kuja na mtu wa kamera na reporter basi. Nation anakuwa kuja na mtu wa gazeti, reporter gazeti na mpiga picha gazeti. Standard hivyo. Kwa hiyo zile zilikuwa kubwa, ilikuwa ni Nation, Standard na gazeti. Nation ilikuwa gazeti. Kwa na TV na radio. Standard pia ilikuwa ni gazeti peke yake. Haona TV na radio miaka hiyo. Alafu kulikuwa na Kenya Times. Kulikuwa na gazeti ya Kenya Times. Haona TV na radio, kwa gazeti peke yake. Kuandika tu kwa gazeti. Kitu ambacho kilikuwa kwa TV KBC. Peke yake ilikuwa TV. Ukitaka uonekane ni KBC. Walikuwa wanataka mtu wa radio. Kwa mtu wa radio kwa sababu kuna TV na radio. Sasa michuano ya kombe la dunia mwaka 2002 yafanyika kule ya Korea Kusini na Japan. Ile michuano ilijenga sana kwa sababu wakati huo michuano kwa siku wachezwa mechi 4. Lakini KBC wanaosha mechi moja. Ikifika half time kila mtu amekimbilia kwa radio Baraka FM. Ikifika time kusikiza zile mechi zingine zimekwenda vipi. Zimedaje? Hata una simu, kuna mitandao. Arusha kisema ndio sasa ilinijenga. Kutoka Arusha kisema amesema. Yaani akitamka ndio ukweli. Sasa kuna shaka huyu Arusha hapo studio na nini yuangalie mechi. Sasa niko nikoambia mechi fulani ni hivi. Na hii mechi mimi mtazama ni hivi, lakini mechi zingine za ngoja mechi za sasa ilikuwa wakati ni hivi. Katangaza ile mechi tukamaliza mwaka 2002 Oktoba ilikuwa Novemba. Pone FM kwa wanamtaka nikafanya kazi mambo na michezo. Nikafanya Pone FM mwaka 2003. Nikatoka tulikuwa na Mohamed Ali huyo mbunge mheshimiwa. Yeye anampata jicho pevu, tulikuwa naye Pone FM. Walikuwa wanapiga reggae yule jamaa. Walikuwa wanapiga reggae. Napenda sana reggae. Tukachakazi pamoja. Siku moja tukachakazi pamoja mimi na yeye. Tukachakazi pamoja mimi na yeye. Yakawa ameenda na shughuli zake za Arabuni, sio kufanya vipi huko. Ndio baadaye porudi wakaingia kwenye siasa. Mimi akitokea mimi kuna station imeanzishwa kwa Pulse FM. Wakanitoa. Kaambia bana Roshinjo tufanye story hapa. Ndio tufanye michezo hapa. Wakati huo ni kule Baraka ulitokaje? Baraka kulitokea Baraka kwanza tulipotoka tulitoka watu kama 11. Wengi. 11 kwa sababu ya tulikuja kutoa malalamiko kuongezwa mshahara. Tukaandika barua kwa usimamizi. Tukaandika barua watu 11 tukatia sign sote, sign na nini tukatia. Hata Maureen Moody huyu ratibu wa mratibu MCK kwa jimbo la Pwani huyu Maureen Moody wakati alikuwa, lakini kama intern. Alianzia pale safari yake. Alikuwa anafanya kazi wakati huo. Yeye katia sign kila mtu 11, lakini wawili wakatusaliti. Kati wale 11 wawili lazima msaliti wao yupo. Siwezi wataja hapa, lakini wako paka leo wawili wakatusaliti. Tukabaki 9. Tukabaki 9 tukafutwa. Mkubwa akatoka Nairobi kuja kuhakikisha ajeni kweli ambapo bado watu hii ni si bado kwa. Bana pesa biashara kule ingia. Lakini nyinyi hapa ongezeki kitu mfukoni. Ongezeki kitu basi tukacha kazi. Hata tukacha kazi walitufuta. Ndio lugha za tume walitufuta.
Kwa hiyo wewe mzee wangu ushawahi kufutwa kazi? Nikafutwa. Kufutwa tu Pwani FM akapoteza habari. Kule Arusha yule. Kumbe wewe sasa hiyo ni hot cake na wajui. Nikaenda Pwani FM. Tukafanya kazi mwaka mmoja. Niko hapa bila cha mwenyewe. Vile na maana yule ni serikali. Kuna stories zingine ukifanya ni hauna uhuru vizuri wa kufanya. Kaona hapana. Pulse FM kwa inaanzishwa. Ambapo Pulse FM sasa hivi ndio Radio Rahama. Ile pia ya kitambo. Uko na mwindi panaitwa Arif Manji. Na kwa mwenye station kwa mfanya biashara. Na alikuwa rafiki mkubwa sana wa Sharif Nasir. Mwenye kituo cha Machakano zamani wilaya ya Mombasa, ambaye sasa ndio Mombasa County. Mtoto wake ni huyo Abdul Swamad. Huyo governor sasa. Wakati ndio pale Pulse FM napiga michezo na kuna vipindi kunafanya usiku vipindi vya mijadala mahojiano. Sasa huyo Abdul Swamad akaja pale. Akaletwa kama marketing manager. Akaja kwa pale huyo Abdul Swamad governor. Akaletwa pale akaja pale kama marketing manager. Kinga mchiku jamaa ana sauti ya redio. Akaambia vipi Nasir, mbona mtanasir? Nasir bwana wewe utakana uwe mtangazaji ambaye Arusha maana mimi siwezi bwana nyingi watangaza ya studio. Basi ndio tembele studio ya studio anga nataka. Hivyo wewe abisoma ndio. Kama mimi nataka uwe mtangazaji. Basi siwezi bwana hii sauti yako na redio. Kabebu fikiria nini unaweza kuanzisha nikufundishe mimi. Uanze. Akaanzisha kipindi kimoja kilikuwa kinaitwa yani kicho kipindi kilikuwa jina nimesahau. Hicho kipindi kilikuwa kinapambana na dawa za kulevya. Na vijana madawa za kama kuwarekebisha kwa mawazo. Hiyo ndio kipindi alichokianzisha. Kileo kinaanza saa 2 mpaka saa 3. Jumatatu hadi Ijumaa. Sasa hajui ile mixer, hajui nini. Wakati nikimuelezea Abdul Swamad kuhusu yale mafunzo na mixer. Kwa sababu alikuwa ashamwona chakile kipindi chake kama nilivyotangulia kusema, kipindi chake kuhusu mambo na miadarati. Basi baada ya kama wiki moja na nusu, wiki mbili hivi, Abdul Swamad akashika ile kazi, akaielewa vizuri. Akawa mtangazaji. Akawa mtangazaji, akawa mtaalamu. Mpaka fika wakati sasa wale wahusika ama wale walengwa na wale mambo na miadarati wakawa wanakuja studio wenyewe kuja kukiri kwamba biashara ilifanya hivi, tuliuzia vijana dawa hizi, tumekiri tunaacha, tumewaribu. Kwa hivyo kile kipindi kilishika sana mpaka hata baadaye akapata ufadhili kutoka kwa mashirika ambayo yanapambana na mambo na dawa za kulevya. Kwa hivyo baada hapo nikachana naye, kwa hivyo akaendelea kufanya kile kipindi. Kumaanisha gavana sasa hivi ni mtu ambaye anaelewa waandishi ni kipi wanapitia, ni nini mwandishi anafaa awe na, yani ni mwandishi kabisa. Naweza sema gavana hakuwa mwandishi, gavana alikuwa mtangazaji. Unajua kuna mtangazaji na mwandishi wa habari. Na kuna yule mtangazaji wakati upe ni mwandishi wa habari. Lakini gavana yeye alikuwa mtangazaji. Hakuwa mwandishi. Yeye alikuwa mtangazaji. Na anaelewa shughuli ya utangazaji. Lakini hadi kufikia sasa ama kwa mkutadha huu natumai anaelewa mpaka mambo na uandishi wa habari. Anaelewa kwa sababu tulikuwa naye pale na hapo ilikuwa ni mwaka 2004. Tulikuwa naye pale Pulse FM, Pulse FM kwa mwaka 2004. Nakumbuka November December nikatoka. Mwaka uliofuatia baadaye nikasikia station imebadilishwa, miliki ni mwingine, sasa ni yake. Ndio kabadilisha jina ikawa inaitwa Radio Rahama. Mpaka leo inaweza ni kituo cha muziki katika misingi ya kidini ya Kiislamu. Kwa hivyo ni mtu anaelewa mpaka leo, nadhani bado yeye ndo anamiliki kile kituo, yeye kama mwenyewe. Na anaelewa mambo ya uandishi, anaelewa mambo ya habari, mambo ya habari, maana kwa mtangazaji. Kwa hivyo anaelewa mambo. Baadaye nikatoka hapo, kuna station moja kaanzishwa hapo baadaye mwisho mwaka 2004 ikielekea mwanzo mwaka 2005. Na station ikaanzishwa inaitwa Sheki FM. Huyu alikuwa kianzisha alikuwa anaitwa Tony Msalame. Yeye pia ni marehemu, yuko mbele za haki sasa hivi. Tony Msalame ni mmoja wale waanzilishi wa kituo cha Metro hapa Kenya. Kituo cha kwanza cha FM. Mwaka 1996 kinaanzishwa hapa Kenya, ndio station ya kwanza FM. Msalame alikuwa pale kwa kipindi chake kila Jumamosi Jumapili asubuhi akipiga Lingala, Marumba, ni sasa Lingala. Na ndio akaamua kuanzisha kituo chake cha Sheki FM. Na Sheki FM alikuwa na kipindi wakati wa Tony Msalame kinaitwa Shekilegi. Kwa sababu madhumuni ya kuita Shekilegi ile kipindi chake, unajua unaposikiza burudani ama unaposikiza muziki lazima kidogo ule muziki ukivutia lazima utatingisha mguu kidogo. Au utatingika tu. Utasheki legi. Akaita Shekilegi. Unaona. Watu walikuwa creative sana. Sana walikuwa wabunifu. Sasa akiita Shekilegi akiwa Metro ndo akaanza kituo chake cha radio kinaitwa Sheki FM.
Shekilegi ikatoka Sheki FM. Akatoa ile legi, ule mguu akautoa, aka FM. Basi hata mimi siku zote huwa nafikiria sheki ni neno la Kiislamu. Ile ni shek, yani sheki kiongozi wa kidini. Si yake. Sheki alitoa kutoka Kiingereza shek. SHAKE. Shek yani tingisha. Yes. Sasa tingisha mguu, tingisha leg. Sasa akatohoa kutoka kwa shek akika sheki ile Kiswahili. SHEKI. Sheki legi. FM. Lakini katika kipindi alikuwa anaita sheki legi. Yaani tingisha mguu. Lazima hii muziki inaicheza hapa Metro, lazima utingisha mguu tu. Ndio akaita sheki legi. Kwa hiyo kipindi chake kilikuwa Jumamosi kuanzia saa 3 mpaka saa 7. Alafu Jumapili pia hivyo hivyo. Wakipiga sana Lingala, mambo na rumba kidogo na maanjamu yake yale. Huyo ni Tony Msalame. Na baadaye hapo ndo akaamua kuanza kipindi station yake inaitwa Sheki FM. Ambapo alikuwa na kauli mbiu ilikuwa inaitwa au sio. Yaani tagline ilikuwa ni au sio. Basi jamaa akaniita siku moja anaacha kituo akaniambia tukutane mambo na michezo nini msaidie kama tukutana. Lakini kabla hapo alipokuwa amesha ile station ile iko hewani, tulikuwa group ya watu kadhaa tulikuja na wazo kwamba tumsaidie Msalame. Maana tupata sasa Sheki nasikika lakini hana vipindi, anapiga muziki sana. Alafu na yeye mwenyewe akiingia studio anapiga mambo yake usiku, anapiga muziki lakini hana taarifa, hana vipindi, hana michezo, hana lakini station. Kwa hiyo alianzisha ile station na akawa yeye ndio mtangazaji. Kwa hiyo mtangazaji kabla ya kuchukua vijana wengi kumsaidia. Alianza yeye kwanza. Na burudani. Na akipiga burudani sana. Sasa alichokifanya yule Tony Msalame alipoona sasa station imeshika. Na kweli kuna sikizwa sana wakati huo. Lakini kwa ni burudani sana muziki. Tuko piga reggae sana, malingala haya, marumba, mataarab. Muziki ya Kenya vijana, magenge haya kwa kicheza sana genge za Tanzania kidogo. Sasa sisi mimi na wenzangu tukakaa tukasema kwa nini tusimtafute Tony Msalame tuje kumsaidia pengine kuanzisha taarifa, kuwe na michezo, kuwe na vipindi vya kijamii kama tunaweza kukutana naye. Basi tukakaa mimi kuna jamaa mmoja anaitwa Ben Sanga ambaye sasa hivi yuko Standard hapo Mombasa. Huyo Ben Sanga, alafu Miano Kiu, kwa na Miano Kiu. Alafu na kulikuwa na reporter mmoja alikuwa anaripotia Kenya Times, gazeti la Kenya Times, anaitwa Charo Sulubu. Tukakutana watu wanne tukakaa tumsaidia jamaa. Tukaandika barua tukatafuta bidii tukatafuta Miano kaenda kukutana naye akakutana akazungumza akasema sawa. Lakini katika ile barua tulimkabidhi ile barua tulipiana vio vyetu pale. Miano yeye kazi yake itakuwa nini, Ben Sanga atakuwa nini na nini, Charo Sulubu atakuwa hivi na hivi, Andrew Roshia atakuwa hivi na hivi. Sasa wakati huo nyinyi nyote mko mmeajiriwa kwa makampuni tofauti. Wakati huo nimeshatoka Pulse FM. Siko mali. Sasa huyu Miano Kiu na ako bado pia yuko makini anaandika bado. Alafu na Charo Sulubu ako bado yuko Kenya Times. Lakini bado Kenya Times kwa ina yumba bado kidogo, mambo si mazuri. Ben Sanga tena kwa hayuko mali. Maana Ben Sanga pia tulikuwa naye Pulse FM, anakuwa reporter. Hata akija pale alikuwa ni reporter, akileta taarifa na mtengenezea na msaidia kuandika zile taarifa kwa Kiswahili. Mimi nazisoma wakati akileta pale Ben Sanga. Sasa Msalame na tukamshauri vitu ambavyo anaweza kununua vya kuanzia kazi katika ile barua yetu. Nadhani barua mpaka leo kuna mali nani nimeiweka. Tukamwandikia kwamba kompyuta moja kwanza kazi, recorder, kitu kama hicho. Hata kama ni kuna budget kidogo ya mambo na habari, kumkusanya zile habari, kuna budget mambo na nauli kwenda vitu kama hivyo. Uzuri Msalame alielewa. Alipoelewa akasema sasa tutafuta. Sasa tukakaa tukasubiri. Baada ya wiki moja wiki mbili akanipigia simu mimi peke yangu. Tony Msalame. Alipigia simu akasema tukutana mjini. Akaniambia nataka mambo ya michezo. Nimwanzishe mambo ya michezo. Hapo ni mwaka 2005. Kitambo sana. Mwaka 2005 hapo. Akasema nimwanzishe michezo, maana ameona amuulizia akaambia Roche huyu sports basi. Kabla sasa tayari kusaidia, lakini kama kuna barua tulikupata mbele barua tukasitoa channel naona sitaiweza. Kwa sababu mimi station yangu sana kwenda kwa burudani, mambo ya taarifa kwa staki. Nataka burudani, na mambo ya burudani inaoana na michezo. Basi kaambia sawa. Nikaeleza wale wenzangu, huyu jamaa tumekutana naye anasema hivi na hivi, na wenzangu wakaelewa. Kaambia sawa, kama ni atakuchukua sawa. Basi tukutana na Msalame. Akaniambia nitembelee ofisini kwa kule sehemu za Nyali, tukutana naye na kule ofisi za Nyali kule kwake nyumbani
ndio studio kama ika hapo. Studio ilikuwa na nyumba yake, kama tuko na nyumba ika studio. Lakini si kwamba na nyumba ndio familia yake pekee yuko hapo. Familia yake ilikuwa iko Nairobi. Sasa yuko hapo kwa sababu ya Shake FM. Sasa ile nyumba ilichukua kwa sababu ya station. Kwa hivyo ile ndio kama ofisi ndio studio na ndio kwake. Na ndio kwake pale kila hapo. Sasa kama tunaye tukaenda kuzungumza. Sasa wakati tuzungumza mambo ya mishahara akaa kidogo na sita naona jamaa yuko gali, Arusha yuko gali, sitaweza bwana. Basi kama utaweza acha basi tupanga siku nyingine. Sasa jua pale tumekaa ikawa bado kama dakika kama 10-20 hivi ifike saa 8 kamili. Na hiyo saa 8 ndio reggae iko inaanza reggae. Alikuwa ameka reggae kuanza saa 8 mpaka saa 10. Alafu saa 10 mpaka saa 12 ilikuwa ni taarabu. Sasa akanambia basi nimsomee tu taarifa kidogo ya saa 8. Kanambia tayarishe basi story kidogo tu nimsomee alafu tuangalie itakavyokuwa. Basi kaambia sawa. Katayarisha item kama 3 na Afrika 4, kamtayarisha za story to news, si michezo. Kamsomea hapo saa 8. Kaenda sasa simu yangu huko nimeka kando pale kwa amekaa. Kumwacha simu yangu hapo. Wakati huo simu yangu ile kumbuka ile simu ilikuwa ni 3310 Nokia. Wakati uko na Nokia wewe uko mbele. Yaani uko mbele sana. Acha kuwa na Nokia, kuwa tu na simu. Kwa hiyo ndio lakini uko peni aina gani ya simu? Nakumbuka hiyo 3310 ilikuwa uko mbele kijana. Mwandishi wa habari. Mwachia. Yeye mwenyewe kaangalia simu. Alikuwa na Nokia lakini yake ilikuwa Nokia. Maana zile Nokia zilikuwa tofauti. Sasa 3310 kamba ndio iko juu. Ile yake iko kwa chini kiasi. Naambia Arusha simu yako hii. Sasa kaacha pale. Sasa katacha story. Sasa kwa hana computer na chochote. Story ni kwa mkono tu. Kwa mkono kana namsomea na microphone yangu hapo. Kaniwekea mixer nini basi mimi nikasoma sana nilipofika nikasoma. Sasa wakati nikisoma nilipomaliza. Wakati nasoma huku simu yangu inaita. Hii kuna ile simu yangu kule, simu inaita. Sasa ile simu ilikuwa na ringtone iko juu. Ikabidi achukue ile simu atoke nayo pande nayo juu. Kule anakolala kule. Kwa sababu ringtone iko juu. Kapanda kule juu. Lakini inaita. Kumbe ni mashabiki wangu, marafiki zangu wamesikia nikiwa Shake FM. Watu. Sasa Msalima akasema kama bro, hebu soma hizo message. Nilipomaliza ngambia soma hizo message. Sasa jamaa anasikiza hao. Kama marafiki zangu. Kwa sababu hawana namba zangu pia wamesikia. Nisikiza wewe. Tulia tufanye. Basi wakubaliana nikamfanya kazi. Kafanya kazi akaniambia basi bwana mimi nitaka sports. Hii sports bwana njoo saa 8 mpaka saa 10. Piga hizo reggae, kaambia sawa, kafanya kazi. Sasa wakati mwaka 2005 idhaa ya Kiswahili ya BBC wakawa wanafanya ushirikiano na maana wakati sasa BBC wamekuja na mfumo wa kutaka matangazo yao yasikike zaidi. Kwa upana zaidi. Lakini sasa hawana hizi frequency za kutosha za matangazo yao kusikika. Wakaingia ubia na hizi baadhi stations za FM kwamba washirikiane nao ili matangazo ya BBC ikifika wakati fulani yao nasikika. Kwa hivyo mtu yote ambaye anasikiza Shake FM ikifika wakati atasikiza BBC. Sasa hivyo ndio mfumo ambao BBC walianzisha mwaka 2005. Ikabidi sasa ule ushirikiano na ule ubia ambao BBC waliingia na Shake ama Shake na BBC, ikabidi pia sisi wafanyakazi wa Shake FM tufaidike. Mwenda international sasa. Sasa inabidi pia sisi tuweza kuripoti vitu vya kimataifa kupitia BBC. Na sisi pale tunaunganisha BBC kupitia Shake FM. Kwa hivyo pale sasa nikapata nafasi ya kuanza kufanyia kazi BBC kuanzia mwaka 2005 mpaka 2010. BBC wakasema Arusha. Sasa katuo kuna rafiki yangu tulikuwa naye Baraka FM Peter Musembi. Yeye tayari kwa BBC. Akaambia sasa kuna watu akaambia bwana huyu Arusha, huyu makini sana huyu jamaa. Mambo ya michezo yaelewa, ni mambo yake. Yuko vizuri. Hiyo mwaka 2005. Mwaka 2006 kuna michuano ya kombe la dunia kule Ujerumani ile ya FIFA inaanza mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 7. BBC wakasema Arusha ndio kwa mtu wetu. Si kwamba kwa Mombasa au Kenya. Yaani BBC tutakuchukua wewe mtoto mchanganuzi utuzungumze mambo ya World Cup. Sasa hapo ndio ungepata mashabiki nje ya Kenya. Nje ya Kenya na Afrika Mashariki. Sasa ndio tukaanza kujua Arusha ni nani katika mambo ya michezo. Maana kuna sasa na matangazo kwa ni live. Sasa kule London kulikuwa na Charles Hillary. Charles Hillary sasa ni marehemu pia mbele za haki. Kulikuwa na Charles Hillary, kulikuwa na Idisef pia ni marehemu mzee kutoka Uganda. Charles Hillary ni Mzanzibar Tanzania hao. Yeye sawa wakiwa kule wanawasiliana na sawa ndio kule studio. Tuseme tuna report yetu kutoka Kenya. Kwa Mombasa World Cup itakuwa vipi? Sasa unachanganywa ile World Cup, historia ya World Cup. Mechi itakuwa vipi? Kuna hizi Champions League
za Ulaya pengine ukichambua kupitia BBC, lakini kupitia Shake FM. Sasa BBC kule Tanzania pia walikuwa na vituo vya redio wamenyana nao bia. Yeah. Wanashirikiana nao Zanzibar, Uganda, Burundi. Sasa kwa unasikizwa kote kule. Shuka na leo. Nakuelewa. Station zingine ziko magharibi mwa Kenya, ziko Nairobi. BBC wakapanua wigo wao kuweza kupata wasikilizaji zaidi. Sasa hapo na mimi nikajenga jina zaidi kupitia BBC kwa kipindi cha miaka 5. Wow. Kuanzia mwaka 2005 mpaka mwaka 2010. Lakini kabla World Cup kulikuwa na michuano ya kombe la mataifa Afrika ambayo ilifanyika Misri. Wakati huo pia BBC wakatumia nafasi ile. Sasa ilikuwa kulikuwa na watangazaji kule wa BBC walikuwa kule Cairo wakitangaza ile mechi moja kwa moja. Sasa sisi hapa studio kazi yetu tunaunganisha sisi na wale watangazaji kule London, kule Cairo kupitia London. Wanatangaza. Kulikuwa na John Nene ambaye alikuwa reporter wa michezo Nairobi, lakini kwa Cairo kwa minajili ya michuano. Alafu na kulikuwa na mtangazaji mmoja Mtanzania alikuwa kule anaitwa Juma Nkamia. Baadaye kuja kwa waziri katika wakati utawala wa Jakaya Kikwete alikuwa waziri. Juma Nkamia pia alikuwa kule kutangaza mpira. Sisi ikifika mapumziko sisi tunatoa maoni huko. Tunatoa maoni. Ikifika matangazo ya kwanza kipindi cha pili tunarudisha na tunarusha kule. Kwa hivyo ile kitu litujenga sana, jenga Shake FM kapata mashabiki, kajenga mimi mwenyewe binafsi. Sasa hapo ndio nikaanza na mambo na kwenda kimataifa ndio. Hapo kwa kwenda kimataifa unajua lazima ukuwa unajua lugha vizuri, kwa sababu wale wa Tanzania kuna hao wa Misri, najua wa Misri hawajui Kiswahili. Lugha ni yani, hebu nielezee umuhimu wa kutumia lugha vizuri katika utangazaji. Lugha ni muhimu katika utangazaji. Hususan lugha Kiswahili na lugha Kiingereza. Kwa sababu itategemea unatangaza katika kituo kipi. Pengine kuna vituo vinatumia lugha ya Kiingereza ambapo itabidi utumie lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo inabidi lugha ya Kiingereza uifahamu kwa undani zaidi na unaipata vizuri. Na kama ni kituo ambacho tunatumia lugha ya Kiswahili pia vile vile lazima ujue lugha ya Kiswahili. Sasa hii kule mtaani ndio lugha imechanganywa. Tunasikia nimepatana na Roche rafiki yangu, yani huyo ni jamaa wangu kutoka zamani, alafu anaongeza maneno ya Kiingereza hapo. Hiyo ni radio. Utapata radio sasa hivi inachanganya Kiingereza, Kiswahili, Sheng iko hapo ndani. Inafaa kuwa hivyo kweli kwa radio ambayo tunajua hii radio inafaa kuwa inatangaza kwa Kiswahili. Haifai kuwa namna hiyo. Kama ni Kiswahili ni Kiswahili, kama ni Kiingereza ni Kiingereza. Kama ni Kiswahili pengine kuna maneno ambayo hayana maneno ya Kiswahili. Maneno ya Kiingereza ambayo yana Kiswahili. Na unapohitaji kwa neno la Kiingereza lazima uifafanue kwa Kiswahili. Na kuna maneno ya Kiingereza ambayo yana maneno yake ama majina yake kwa lugha ya Kiswahili. Sasa pale ni wewe kama mtangazaji lazima yale maneno uyafahamu, lazima ujue lugha. Na lugha huwa haina mwisho. Kila siku lazima ujifunze lugha. Maana lugha Kiswahili sasa hivi inabadilika na ni lugha yote ile. Na lugha ya Kiswahili imekuwa lugha kimataifa. Kwa hivyo ni lugha ambayo lazima uipende, uikumbatie, uichangamkie. Ni lugha ambayo sasa hivi inatambulika duniani kote baada ya ile shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kupitisha kwamba lugha Kiswahili sasa itakuwa lugha kimataifa. Naona kila mwezi wa 7 tarehe 7 lazima lugha Kiswahili ifanywe sherehe duniani kote. Kwa hivyo lugha ni kitu cha muhimu. Na unapata watangazaji wengi sasa hivi mkiwasikiza wana changamoto na kufahamu lugha Kiswahili. Sana. Lugha inawakoroga lugha. Unapata wanakaa mambo na Sheng. Sijui ni uzembe ama ni nini, kwa sababu ukiangalia hizo enzi zenu za radio ikianza Kiswahili kilikuwa kiko pure, hauwezi kusikia neno ambalo tuseme hao maneno ambayo yana maneno ya Kiswahili, ya Kiingereza ambayo kuna maneno ya Kiswahili, huwezi kusikia mtu akitumia ile ya Kizungu. Utasikia mtu yani sanifu inakwenda vizuri. Lakini sasa hivi utasikia mtu amechanganya, yani ile lugha ambayo inatumika kule mtaani ndio anaileta pale kwa radio. Lugha au watangazaji wetu sasa hivi lugha ambayo wanatumia ni lugha ambayo yani wengi wao walipokuwa wadogo hawakufuatilia mambo ya media, hawakufuatilia mambo ya utangazaji, hawakufuatilia mambo ya uandishi, umpate tasnia wakiwa ukubwani. Lakini mimi kama Roche tangu nikiwa mdogo, hata nikuja nikosana babangu kwa sababu ya kutumbukia katika mambo ya media. Babangu hakufurahia. Babangu alitaka mimi niwe fundwa ni mhandisi kama yeye. Maana alikuwa ni mhandisi mkubwa sana mambo na magari, tingatinga nini kutengeneza kwa katika mkubwa mechanical engineer alisomea. Naona kwa hivyo alitaka mimi kama yeye, lakini nilikataa. Lakini mimi kaambia mimi nitakuwa kwenye media
na akaona media huko, hata alikasirika akasema hata mimi uko naomba hata pesa kulipia kwenye college ya media usiniitishe. Naambia sawa, kwa sababu mimi tangu nikiwa mdogo napenda media. Nasoma gazeti Taifa Leo. Mimi hata nakumbuka nikiwa shule wakati tukiwa shule ya msingi ulikuwa na kitu kinaitwa disk. Ukiongea lugha ya Kiswahili wafishwa unapewa niongee Kiingereza. Mimi ile disk nilikuwa naiva sana, nilikuwa napoa sana naiva kwa sababu nilikuwa naongea sana Kiswahili. Mpaka ikafika sasa kwamba mwacheni wa Roche. Mwacheni hata msimpe disk. Mimi nilikuwa nachapwa sana kwa sababu ya kuongea lugha ya Kiswahili. Kwa sababu mimi nilikuwa na imani, nilikuwa naamini Kiswahili itanipa kazi ya utangazaji. Kwa sababu nilikuwa nasikiza sana watangazaji wa VOK na niliamini mimi nitakuwa mtangazaji. Maana kuna wakati kuna wazee mtaani wako wananichukua na hebu tusomee taarifa hii. Taifa Leo nasoma. Wanafurahi kwa sababu kijana atakuwa mtangazaji. Mpaka hajakuwa mtangazaji. Sasa babangu mara kuja akatambua kwamba huyu jamaa kweli alipende kazi na inamfaa. Marehemu babangu alikuwa anafanya kazi katika halmashauri ya bandari ya Kenya, KPA. Na wakati yuko pale kuna wenzake wale katika workshop pale Karakana wanafanya kazi pia story. Sasa kuna jamaa akaja pale kuelezea kuhusu mtangazaji fulani mambo na michezo. Huyu mtangazaji tu Anthony Roche. Huyu Roche babake ni rafiki yake, anafanya naye kazi hapo. Kwa sababu babangu akawa makini anausikiza. Anasikiza wanasema. Msikia Roche bwana. Ikifika saa 7, ikifika saa 8 na dakika 45 wanasikia radio. Msikiza Roche bwana. Sikiza kijana anasoma michezo huyo. Mara shasoma taarifa, mara kumbe babangu kwa pale yasikia. Na hawaambii. Hawakuambia. Babangu hakuambia. Sasa babangu akaja nyumbani kumweleza babangu. Ukija najua na sifa sana kazini kule. Anambia basi alisema ndio kazi yake. Sasa nilijenga jina kiasi kwamba mpaka sasa mwisho babangu haja kwambia wafanye kazi zake, basi huyo ni kijana wangu. Kijana ambaye kijana wangu. Sasa hakuamini. Sasa kuna siku nikachukua majina yao wafanyakazi ambao wanafanya babangu, kaambia baba nipate majina yao. Sasa tunasoma michezo mkajidai na baada ya mashabiki ambao wamepongeza kipindi nikataja wazee. Wakajisikia wakajua kweli wewe. Kwa hivyo mimi nilipenda lugha kwa sababu nilijua ndio nitakuwa mtangazaji. Na Kiingereza ilibidi nikumpatie Kiingereza kwa sababu taarifa nyingi ambazo ungezipata utazipata kwa lugha ya Kiingereza alafu nazitafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Na lazima ukitafsiri lazima unajua lugha zote mbili kwa ufasaha. Uelewe vizuri. Sio kwa tafsiri kitu ambacho hakieleweki. Sasa hivi wanatumia translator, wanabandika kwa Google inafanya. Ambapo ile Google pia haiko sahihi. Lugha takana ile asili, ile natural. Ile kamusi. Ile kamusi. Na wewe mwenyewe unapozungumza unajua kweli huyu hii lugha naifahamu. Na unajua kila kukicha maneno ya Kiswahili yanabadilika. Kila kukicha kuna maneno mengine siwezi yatumia ya kitambo. Kuna maneno mapya yamekuja na lazima uitumie katika mahali ambapo panapofaa. Kwa hivyo lugha ni muhimu katika tasnia yetu ya utangazaji, isipokuwa watangazaji wengi hawakujua kama watakuwa watangazaji. Wamekuja kujua kama watakuwa watangazaji wakiwa kubwani. Mimi tangu nikiwa mdogo ulijua, kwa sababu nakumbuka miaka ya nyuma hiyo nikimfuatilia sana Ali Salim Manga akitangaza mpira. Yule mzee mimi nilimfuatilia miaka mingi sana akitangaza mpira. Mpaka alikuwa akija kutangaza mpira Mombasa wakati wa uwanja wa Manispaa. Alikuwa unajua ule uwanja wa Manispaa kulikuwa na katika ile jukwaa la uwanja ule wa Manispaa juu yake kulikuwa na kibanda cha watangazaji kutangaza mpira. Unapanda ngazi unafa pale juu kuna kibanda. Unaona vizuri. Sasa yule Salim Manga nilikuwa nampenda sana. Nilikuwa nikija stadium mimi namshika mkono naambia mimi nitakuwa na yeye. Naambia mimi nakufuatilia sana. Salim Manga asema mtoto unaambia yanichukua naingia stadium kwenye stadium bure. Yanipandisha juu mpaka kule juu. Toka naye kwenye kile kibanda. Mimi niko pale kando. Unamsikiza na unafanya panga jua kumbe utangazaji mpira mpaka uone line up hivi anatangaza mpira tushuka naye pale stadium. Kulikuwa na mkabala na stadium kulikuwa na hoteli pale. Kwa Manga kabla hajaanza kutangaza mpira lazima anywe glasi moja maziwa. Hapo kama nakumbuka alikuwa lazima apige glasi moja maziwa. Hapo mwaka 90 miaka ya 80 kwa Tengene stadium Bilo Mala pia vile Marehemu Bilo Mala. Kwa hivyo nilifuatilia mambo haya tangu nilikuwa mdogo. Mimi nilijua nitakuwa mtangazaji. Hata kuniambia bwana Arusha kuna kazi benki mshahara milioni 10 nilikuwa naweza kataa. Lakini nilikuwa nataka utangazaji kwa sababu ndio kitu ambacho nimependa mahaba mpaka leo hii mimi. Kwa hivyo lugha ni kitu cha msingi. So ina maana mtangazaji ama mwanahabari tu, mwanahabari anatakiwa awe msomi na awe anasoma kila siku. Kila siku anasoma. Tena katika enzi hizi za kidijitali nataka usome kila siku. Mtangazaji nataka uwe mtu unalala kuchelewa na unaamka mapema. Huwezi kuwa mtangazaji wa saa 1 ushalala. Ama saa 12 umeusingizi. Ama saa 2. Nataka uwe mtu kulala. Ujue dunia enda vipi. Asubuhi ni mtu akuroko na unafuatilia mambo
kabla, kwa sababu watu wanakutegemea wewe. Kuna watu wanaamini Roshea akiweka katika mtandao ni kweli, Katiwa akiweka si kweli, mpaka Roshea aeke. Kuna maana sasa katika mitandao pia kuna watu ambao wanaandika habari za uongo. Za uongo zipo nyingi sana. Roshea amekatofauti, wanaamini huyu Roshea, huyu anaweza kitambo mambo yao yaelewa. Kama ni mambo ya mpira na mambo ya michezo, huyu hawezi kuja na uongo. Huyu ni mtu ambaye jina lake na ni mtu ambaye anaheshimika katika tasnia ya utangazaji. Kwa hivyo ni lazima uwe makini na mambo na lugha. Waswahili wanasema kwamba mti wenye matunda ndio huo unapigwa mawe tu sana. Wewe ushawahi kupigwa vita kazini? Kitu ambacho nitasema, kazi yoyote ambayo haina matatizo si kazi. Kazi yote uulizwe vipi kazi yako? Sisi tuko sawa kabisa bwana, hakuna shida hiyo, uongo hakuna. Lazima kuna matatizo. Mimi nimepigwa mawe sana. Mpaka hivi ninavyozungumza naye bado napigwa mawe. Bado napigwa mawe. Unajua unapofanya kitu kwa ustadi, kwa uweledi zaidi. Kuna mtu mahali afurahi. Na unakuwa na maadui. Na wanakuona threat. Unakuwa ni tisho. Lakini kama ukuwa wewe si tisho, hakuna kitu cha maana chaonekana wafanya, huwa upigwe vita. Una la maana, una vita. Huwezi kupigwa vita. Lakini ukipigwa vita kumaanisha wewe ni mjanja, unajua unachofanya. Kazi yako yaeleweka, una sifa mahali unasifiwa. Maana unafanya kazi kwa uweledi zaidi, kwa ustadi zaidi. Na una uzoefu na tajriba ya miaka mingi, lazima utapigwa vita. Alafu unajua kazi ya utangazaji ama tasnia yetu ya utangazaji ama ya uandishi wa habari, lazima upanue wigo. Network yako lazima iwe pana. Network, contact zako, mawasiliano lazima iwe upana zaidi. Na kila nyanja lazima na watu ambao unafuatilia na ukaribu na wewe. Kwa hivyo unapofanya kazi kwa uweledi zaidi, lazima utapigwa mawe. Lazima. Hiyo mawe umepigwa tu sana. Umepigwa sana kwa sababu na pia lazima uangalie nani umsaidia, nani umsaidie. Kuna mwingine anakufuatilia lakini hakufuatilia akiwa karibu na wewe. Anakufuatilia kwa kutumia mtu mwingine. Kwa kutumia mtu mwingine. Anambia, Katiwa vipi? Roshea siku hizi kwa wapi siku hizi? Roshea ile, lakini yake ukikutana kwa kule anakuogopa. Anakuogopa. Lakini mpaka uamuliza, sasa wewe mbona simuliza Roshea mmoja, si namba yake kwanza ukipiga kumuuliza, kuna kitu unaogopa. Kila mtu anakufuatilia. Vipi Roshea ile alikuwa kwa ile kazi? Vipi Roshea sasa alichukuliwa? Roshea alichukuliwa kule. Na vipi na Roshea ni historia? Roshea sasa lazima utakuwa mawe. Lakini kama kwa hizo vitu sifanyi. Yaani niko na nyinyi kawaida nini? Lazima utakuwa mawe. Kwanza kuna wale wanahabari ambao wamepitia shule, kuna wale ambao wamechukuliwa kwa sababu mtu amesikika kuna sauti nzuri. Akienda pale kwa redio ama kwa TV, atajuaje where do I belong? Atajuaje mimi hapa nafaa kuwa hapa? Kwa sababu watu wengi, wanafunzi wengi, utapata ameenda pale anasukumwa na mimi nitaenda nikaingia kwa kutangaza. Mwingine anasema mimi nitaenda nikaingie kwa kusoma news. Vitu kama hizo. Mtu atajuaje hapa ndio kwangu kabisa? Ni swali zuri. Kwanza kuna redio na runinga. Redio kinachohitajika zaidi ni sauti. Ni sauti peke yake. Katika redio ni sauti. Katika runinga kinachohitajika ni vitu viwili. Sauti na sura. Siende hapo unakaa venye unataka tukusikize. Katika runinga ambayo mnasema televisheni, ni vitu viwili ambapo unaweza kuwa na sura nzuri, sura kuvutia. Mpaka ukieko na mdai mbele, kweli jamaa hata sawa, lakini nataka mumweka kwa ile, lakini sauti ni mbovu. Hafai sauti yake kusoma taarifa katika runinga. Na kuna yule ambaye sasa ana sauti ya kusoma ama ya kufanya vipindi, lakini sura yake si nzuri. Ile ya kutishia watoto. Hiyo sasa ndio changamoto katika runinga. Katika redio ni sauti. Sauti na redio ni vitu vinaambatana. Kwa hivyo redio ni sauti. Yes. Hapo kwa redio sasa tuzamia hapo kwa redio. Kuna mtu sauti huwa ni tofauti pia. Kuna huyu tutamjua yuko huyu aende akasome news. Huyu naye aende akakuwa mtangazaji. Huyu hayuko vizuri, mrusheni kule production. Na huyo maybe mmemrusha kule production, yeye alikuwa anafikiria mbona mimi nafaa niwe pale. Lakini amefika amesikizwa akaambiwa nenda kule. Mimi sitaki kujisifu na sitaki kujipigia debe kwamba mimi ni mtaalamu zaidi. Lakini nashukuru kwa kile kiwango ama kwa kile ule uwezo ambao niko nao wa kutambua sauti ya mtu kwamba hii ni sauti ya redio. Na si sauti ya redio tu, ni sauti ambayo yafaa wakati fulani katika redio. Paka time.
una sauti za asubuhi. Yeah. Una sauti za usiku. Una sauti za mchana. Kuna mtu sauti yake yapendeza sana kusoma matangazo ya vifo. Kuna sauti ambazo zifai kusoma matangazo ya vifo. Kuna sauti zafaa kufanya vipindi vya mahojiano. Kuna sauti hazifai kufanya vipindi vya burudani. Wow. Kama kwa mfano kama katika TV. Hebu niambie mimi nafaa wapi kwanza? Wewe. Wewe watu venye tunaongea tu. Wewe wapendeza pengine uwe reporter. Ona pale ile jimbo la mashariki pale. Zile kaunti za mashariki. Yes. Pate mahali pamoja pale reporter. Report tena reporter wa Kiswahili. Kwa sababu lafudhi yako ni yatoka maeneo pale. Unaelewa? Sasa uko reporter pengine wa reporter wa Kitui ama Machakos pale Kangundo, waweza kuripoti pale kwa Kiswahili sio Kikwenyu. Wanaelewa kweli huyo ni wa huko. Huyo ni wa huko. Huyo kweli huyo Kiswahili. Wana idhaa za kimataifa. Yes. Radio. Wao watachukua kwa mfano kama Nigeria. Utasikia kuna reporter BBC ama Al Jazeera ana report kutoka Nigeria. Ni Nigeria. Yes. Lafudhi yake ni kule Nigeria. Hawaisikia. Lakini ile lafudhi yake hawezi kumleta studio. Asome kwa lafudhi ya Nigeria. Okay. Lazima reporter. Hiyo inapendeza. Mimi nishabafita sana na watu wengi. Ni kwamba ni mwanyima nafasi wasisome taarifa, wasifanye vipindi. Lakini mwishowe wakitoka hapo wakaenda kwingine, wanaambiwa hivyo, wanakumbuka Roshi kitu aliniambia mimi sifai hapa nafaa huko. Kwa sababu mimi nilikusikia tu na yule jamaa fulani fulani. Wako wengine sasa hivi wanatangaza bwana watangazaji kwa station zetu Kenya. Kuna wengine niliwaambia, lakini sisi wataje niliwaambia. Mpaka wengine kukutana mimi wanaambia Roshi bwana kitu nakumbuka niliambia miaka fulani lakini kwa kama wanipiga vita. Yes. Radio ni sauti. Huwezi chukua sauti ambayo haifai kwa asubuhi. Kuna sauti ukisikia jua hii sauti yataka asubuhi, breakfast show ile asubuhi. Kuna sauti zifai zote. Kuna sauti zataka mchana jioni. Sauti zinakwenda. Na kuna sauti za kusoma taarifa. Kuna sauti za kusoma taarifa. Sauti wale idhaa za kimataifa. Angalia ile correspondent wao. Wako Al Jazeera, ni ama CNN reporter yuko sio Nigeria, reporter sio kwa Amerika. Utapata kijana. Wote ni wazee. Usipata kijana, wote ni wazee. Kwa nini? Kwa ile personality ile hulka. Kweli huyu akiripoti huyu kweli hapa mtu asoma news, hapa mtu aripoti hapa. Lakini uchukue mtu kama Rika dogo, kijana mdogo, yuko 27. Utaona huyu bado. Kwa sababu wale wachunguza iwe CNN, BBC, Sky wote maripota wao katika runinga. Wewe angalia maripota wao. Miaka yao yuko Brazil. Yaani utaona kama kuna Al Jazeera wana mama mmoja ripota yuko sehemu za Peru kule South America. Udafiri ni nyanya. Ni mzee lakini mama anaripoti. Nyanya na Mungu itanyanya. Anaripoti. Kwa hivyo kuna hiyo inaangaliwa. Tumekomaa kuripoti. Lakini leo hii vijana wetu kwa radio kwamba tu report atazima simu. Atatetemea. Maana hawezi. Anataka achukue yeye afuje atengeze story, alafu record. Kurekodi kwenyewe hapo pia record anataka awe peke yake, usiwe na mtu. Sasa nauliza kama ataka hivyo je kupigwa simu twende mubashara? Uwezi. Ana confidence. Sasa shida iko hapo. Sasa wewe mzee wangu hiyo miaka yote kuna miaka mingi sana nimesikia umenielezea hapa imekwenda. Sasa hivi unafikiriaje kurudi kwa redio ama vipi? Kurudi kwa redio kusema kweli natamani. Natamani sana kurudi kwa redio. Maana ni kipindi kirefu na redio wanasema nimeikosa kwa kipindi kirefu. Sana. Natamani kurudi kwa redio. Isipokuwa nimejiajiri sasa hivi. Nimejiajiri na mitandao katika kijamii na nimekuwa nikifanya mipango ya kuweza kurudi katika radio nikitangaza. Lakini nadhani kama nitakuwa natangaza katika kituo changu. Changu binafsi ambacho ninacho na nikiachika kwa mitandaoni. Ambapo sasa hivi kuajiriwa sasa hivi mimi nadhani itakuwa ni ngumu. Hapa nimefikia nimejiajiri sasa hivi ukiitiwa kazi Roshi bwana njoo hapa uwe station manager kwa sababu ile inaitwaje ile maarifa ambayo uko nayo sasa hivi ukienda uwekwe kwa radio fulani ama kwa station fulani naamini unaweza kukuza vijana wengi sana. Sikatai ni kweli unavyosema lakini tayari watu wanajua Roshi afanya nini. Watu wanajua Roshi amejiajiri. Watu kama tunajua habari sema tumwajiri tumlete kwa ngumu. Maana tayari huyu jamaa hata kituo chake kinatambuliwa na Baraza la Vyombo vya Habari nchini Kenya MCK. Yes. Na Roshi kwa pale. Kwa hivyo
itakuwa ni ngumu au kwanza huyo atakayefikiria Arusha tuje tumeaje station moja ni nani? Kuna station moja Nairobi. Sitaitaja jina. Walikuwa wanataka mwariri wa habari. Sasa kwa rafiki yangu pale akaniambia siri, akaniambia bwana Arusha unaweza tuma bwana. Lakini yeye alikuwa anijaribu. Alijua Arusha hawezi fanya. Hawezi. Kulingana na ile umri wake nini hawezi. Kaambia mdosi amesema kama uzatuma nikupe email utume CV yako wasifu kazi. Utuma ndaka mhariri. Kaambia nikaangalia ile wasifu kazi yangu, kaangalia akasema hii na mimi nimejaa kweli. Akasema nitu vitu vingine vipi hapa? Akasema nitume hivyo hivyo. Nikaituma. Nilipoituma baada ya siku moja jamaa kanipigia simu rafiki yangu akaniambia Arusha bwana, taarifa mbaya mbaya imefika bwana hapa, jamaa wamesema wameniambia ukweli. Na wakaniambia hawana kufiche. Kulingana na karatasi yako na ujuzi wako, uzoefu wako nao. Wewe afu na station yako. Hivyo ndio wale walivyoniambia rafiki yangu. Nikamwambia mimi siamini, nipe nyabuja manonge naye. Akampa simu. Akamwambia hata huyu hapa, jamaa namfahamu. Ukaona? Sasa hiyo kwa station ambayo alikuwa yuko sasa hayuko kwa station nyingine. Anapiga sana rumba jamaa. Akaniambia bwana Arusha bwana pole bwana. Hii bwana uongo sitaki kuficha. Sasa nimekunyima kazi. Hii nataka na station yako. Hii nimeona mimi niko primary bro, wewe uko kwenye media. Aliambia mwenyewe na mimi nikakubali. Anaambia uko kwenye media bro, mimi niko primary. Nasoma primary tena lower classes. Wewe uko kwenye media. Leo uje uwe ati mhariri wa habari hapa. Bro mimi naona hii. Wewe unataka na station yako. Hivyo ndio ananiambia. Na nikamwelewa. Ndio maana kwa nakuuliza ni nani atathubutu kusema tumchukue na Arusha ya station manager hapa. Hao wafanyakazi watakubali hapa. Sasa tunajisifu. Wanaokujua. Wafanyakazi wengi nimefanya nao na waelewa. Wanasema Arusha kija hapa bwana. Lakini ni kiwenjo na nisifu. Lakini nataka kuambia ni karibu na wao. Sasa mimi kwa mitandao yangu katika TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, sote mimi huko niko. Nimejaliwa. Yaani mzee wangu naona muda umekwenda sana. Uko na mengi sana ambao tunaweza tukazungumzia. Lakini naona ipo siku tu tutakuita tena tukuje tuzungumzie mambo mengine mengi sana. Lakini kwa leo hata cameraman wangu hapa ananiambia imekuwa ndefu sana. Lakini najua maarifa bado yapo pale. Tunashukuru sana kwa kututembelea sisi kama Maneno's Joint. Hatuna lingine la kukwambia kwa sababu najua umeacha kazi zako, umekuja hapa, umeamua kuwa na sisi. Tunashukuru sana katika kila jambo ambalo umetupatia na pia kwako wewe tunakutakia kila laheri. Amina. Kwa sababu sisi maarifa tumepata mengi kutoka kwako. Asante. Mimi kuchukua tuna fursa hii kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Asante. Na kunitambua na kuniheshimu. Nashukuru sana na pia kama kutoka nafasi nyingine pana nafasi nitakuja. Nakutakia kila heri katika channel yako hii. Asante sana mzee wangu. Shukrani sana. Imekuwa nzuri sana. Tumekuwa naye Anthony Aroshe ambaye ni mkongo wa haya mambo ya redio na utangazaji na kila kitu. Lakini kufikia hapo, wacha nikwambie, ingia tu pale kwa YouTube, endelea kusubscribe, endelea kuwatch, endelea kushare na tuwe pamoja, tuendelee kupata maarifa pamoja. Mimi ni Katiwa Maneno na hii imekuwa ni Maneno's Joint. Asante, take care.